Ni sehemu ya 102. Tulipoishia sehemu ya 101 ni baada ya kuona Hamza pamoja na Regina wapo katika ukumbi ambao of course watu wazito wamekusanyikana hapo, na tunaona ya kwamba Eric Mdosa pamoja na mpenzi wake Zilha ni kama walikuwa na gasigasi kina Regina na Hamza. Of course Eric Mdosa aliweza kusoma pamoja na Regi. Sasa Eric alikuwa ni kama anamtongoza sana Regina, na Regina alikuwa na anamtemea nje. Kwa hiyo sasa wamekuja kutana hapa na Hamza ameulizwa, amesema yeye ni mlinzi tu, yani ni kama anafanya kazi ya ulinzi kwenye kampuni hiyo ya mke wake. Sasa wakaanza dharau nini, huku wakimwambia Regina kwamba Hamza amejitahidi kumnunulia vinguo vya bei nafuu, ikiwa ni pamoja na pete aliyovaa, angalau hata Regina apendeze. Sasa wanasahau ya kwamba thamani ya pete nadhani ni thamani ya figo zao zote 4. Sasa tunasonga mbele, kipi ambacho kiliendelea mara baada ya kusikia sauti ikiwaita. Ni nani aliyezungumza? Tunasonga mbele, langu jina Lucas Lumbas. Basi wote mara baada ya kusikia sauti ya mwanaume aliyeita majina yao, haraka waligeuka na kuangalia upande wa nyuma. Mdosa akasema ya kwamba Boss Abiudi, Mrs. Abiudi, karibuni sana, mnaweza kuungana na sisi hapa, aliongea Mdosa huku akiwa na furaha kubwa, akiwa amesimama na mke wake Zilha. Msikilizaji, Abiudi ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Songa Group, mojawapo ya kampuni kubwa ndani ya nchi ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla, na inajihusisha zaidi na biashara ya gesi. Ni kampuni kubwa kuliko hata ile ya Kabwe Real Estate. Hata hivyo, kwa sababu ya nguvu ya connection kubwa kutoka kwa familia ya Kabwe, Abiudi na mkewe walilazimika kujishusha mbele yao. Sasa upande wa Regina ambaye alikuwa ameketi hakumchukulia Boss Abiudi kwa uzito wote. Mdosa akasema kwamba Boss Abiudi, ushamjua huyu? Huyu ni Boss Regina bana, anaongea Mdosa ambaye hakutaka kupoteza fursa hiyo. Basi Boss Abiudi akasema kwamba Boss Regina ni wa kampuni ya Dosa mama, nimeshawahi kumuona mara 2 hivi, anaongea Boss Abiudi huku akitingisha kichwa kuonyesha kwamba anamfahamu Regina. Mdosa akasema kwamba alafu nadhani pia ujui, licha ya Boss Regina kuwa mwanamke tajiri hapa nchini kwetu, jambo la kugusa ni kwamba amekubali kuolewa na mlinzi wa kampuni yake, anaongea hivyo Mdosa. Wenza hao mara baada ya kusikia jambo hilo walijikuta kishangaa mno. Hata hivyo walikuwa werevu, walijua historia ya Mdosa kuwa kuwa na ugomvi na kampuni ya Dosam, hivyo walicheka kwa nguvu kama njia ya kusapoti maneno yake. Sababu Abiudi akasema kwamba kumbe nashindwa kujizuia kukubali ujasiri wa Boss Regina. Basi Zilha akauliza kwamba Madam Lina, umependeza mno usiku wa leo, hiyo pete yako inameremeta sana, ni ya karati ngapi? Basi aliuliza hivyo Zilha. Sasa huyo Madam Lina akasema ya kwamba asante sana Zilha kwa kunisifia licha ya kuziweka kwangu, ila hii pete hata si ya thamani kubwa sana, aliongea kijaribu kujishusha. Zilha mara baada ya kusikia jibu hilo ajikuta akijifanyisha kuona aibu, na kisha akamwangalia mume wake kwa tabasamu, akasema ya kwamba nakuonewa hivi sana Madam Lina, licha ya kwamba ulishaolewa muda mrefu, lakini bado mume wako anajali na anakununulia pete ya thamani kiasi hicho. Umenifanya jinsi mnyonge kwa hii pete ya milioni 10 alionunulia mume wangu. Mrs. Abiudi akajibu ya kwamba bado kuna tofauti kubwa ukilinganisha na ya kwako ambayo umenunuliwa juzi tu kwenye Valentine Day. Ya kwangu hii imepita vipindi vya marais wawili, aliongea Mrs. Abiudi na kumfanya Zilha kuzidi kujisikia vizuri. Sasa Zilha akasema ya kwamba ni sawa, ni kwamba sisi wanawake hatujali pete na gharama kiasi gani, kikubwa ni mtu anekupatia na mudi yetu. Hebu angalia pete ya Boss Regina kwa mfano. Licha ya kuwa ya jio la zumaridi, lakini kwa sababu amepewa na mume wake kama zawadi, anaonekana kuwa na furaha nayo. Baada ya Madam Zilha kuongea hivyo, Madam Lina alijikuta akiangalia mkono wa Regina uliovaa pete hiyo na kuonyesha mshangao kidogo. Akasema kwamba Boss Regina, ni kweli ni zawadi kutoka kwa mume wako? Sijawahi kuona pete ya zumaridi aina hiyo. Ni bei gani? Ina bei ghali sana Regina akiwa katika ukauzi akasema kwamba ndio nimepewa na mume wangu. Akasema si pete ya madini na sijui ni aina gani, ila naipenda. Hasa Mdosa akacheka akasema kumbe hata Boss Regina hajui pete hiyo imetengenezwa na nini. Baada ya kucheka, yani alicheka
na kumgusa Hamza. Akasema kwamba afande Hamza, wewe umenunua shilingi ngapi kwani? Au ndio zile zinazouzwa na wamachinga wa China? Hamza akajibu ya kwamba mimi sijui bei yake pia. Niliomba rafiki yangu tuniletee. Kauli yake iliwafanya Mdosa na mke wake kwanza kucheka. Wakisaidiwa na Abiudi na mke wake. Walijua Hamza alikuwa akiona aibu kutaja bei halisi ya pete hiyo. Asa Mdosa akasema kwamba lazima itakuwa ni zile za Kariakoo tu kwa machinga. Afande Hamza unazingua sana ise. Basi muda huo wenza wengine walisogea eneo hilo. Mwanaume ndiye alikuwa wa kwanza kuongea, akasema kwamba na kuona bosi Mdosa una furaha kubwa mno bwana. Tushirikishe basi. Basi Reki Mdosa akasema kwamba karibuni sana, karibu sana boss Salim. Boss Salmin, karibu sana bwana. Tulikuwa tukimuongelea hapa boss Regina hapa. Kumbe bwana akaamua kuolewa na mlinzi wa kampuni yake. Bwana aliyeitwa Salmin mara baada ya kusikia habari hiyo alijikuta akishangaa, akasema kwamba nini? Kumbe boss Regina amekwisha kuolewa? Mbona sijawahi kusikia? Reki Mdosa huku akicheka akasema ndio hivyo boss Salmin bwana. Na sasa hivi tulikuwa tukiongelea kuhusu pete aliyovaa. Sasa tunajaribu kujua kama imetengenezwa kwa madini aina gani. Sasa Zile akasema kwamba mume wangu wewe muacha basi. Haina haja ya kujua ni pete aina gani. Kikubwa ni maana ilionayo. Mdosa akasema ni kweli mke wangu. Mr. Hamza usichukue serious bwana. Tukua tukitania tu. Anaongea Mdosa huku akiwasha tena sigara yake akiwa na muonekano wa majivuno. Ukweli ni kwamba Hamza hakuwa hata akisikiliza kile alichokuwa akiongea. Muda huo alikuwa amekwisha maliza sahani 2 za chakula na alisimama kwenda kuongeza. Mara baada ya kuona hivyo, waliamini Hamza hana ujasiri wa kujitetea. Ndio maana amejikita kwenye kula. Basi Regina akaambiwa kwamba boss Regina, inaonekana kazi ya mume wako ya ulinzi ni ngumu mno, ndio maana anakula sana. Regina akasema mume wangu hata haendi kazini mara nyingi. Kuwa mlinzi ni cheo tu. Regina akajibiwa, kumbe naamini boss Regina umempenda kwa sababu ana nguvu za kutosha na stamina Aliongea huko wengine wote wakiunga mkono. Waliamini kwa jinsi Hamza alivyokuwa ameujenga mwili, lazima alikuwa anaiweza kazi. Ndio maana Regina akampenda. Hawakuwa kabisa na hofu ya kumkasirisha Regina. Isitoshe kampuni ya Regina inaweza kuwa kubwa, lakini upande wao walikuwa na connection kubwa. Kulikuwa na wageni wengi waliokuwa wakiwasili katika eneo hilo na wengi zaidi walisogea kuweza kumsalimia Mdosa. Ghafla tu Mdosa aligeuka kuwa kama mtangazaji wa ndoa ya Regina. Kila mgeni aliyesalimia alimtambulisha Regina pamoja na Hamza kama mume wake ambaye ni mlinzi. Kuna waliostajabu kusikia habari hiyo, kuna waliocheka na wengine walioonekana kuwa na maswali mengi. Kubwa zaidi si tu Regina kuolewa na mlinzi, bali ni swala la Regina kuvishwa pete ya jiwe la rangi. Sasa baadhi ya wageni waliosalimiana naye wakauliza kwamba Madam Zilha, baba yako anafika saa ngapi? Msikilizaji, ukiachana na familia Zilha kuwa na kampuni kubwa nchini, baba yake pia ni naibu waziri wa viwanda na biashara. Ni mmoja wa viongozi wa serikali waliotarajiwa kushiriki katika kongamano hilo la wafanyabiashara. Mbali na kuwa naibu waziri, baba yake Zilha Mzee Mirambo ni kaimu kiongozi mkuu wa jumuiya ya machifu. Maana yake ni kwamba ana mawasiliano ya moja kwa moja na rais wa nchi ambaye pia ni chifu mkuu. Kwa lugha nyepesi, Zilha aliheshimika kwa sababu familia yake ni ya kichifu, familia ambayo pia inamiliki kambi ya mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi. Kwa sababu hiyo, heshima na hadhi aliyopewa Zilha ilimfanya kichwa chake kivimbe kwa furaha. Sasa Mdosa na mke wake walikuwa na sura zilizong'aa kwa furaha. Walihisi kuwa wameondoa machungu ndani ya mioyo yao. Hata Zilha ambaye awali alikuwa na wasiwasi na Regina, sasa alikuwa huru zaidi katika kejeli zake. Ingawa Regina hakujali sana kuhusu kuangaliwa kwa macho ya maswali, alichukia kuona watu wengi wakimjadili. Aliishia kumwangalia Hamza aliyekuwa bize kula kambakochi na kushindwa kujizuia kumkubali kwa uwezo wake wa kula. Sasa ni muda huo sauti nyingi zilianza kusikika kuingia katika ukumbi huo. Ilionekana watu wengi walitambua ujio wa moja ya wageni rasmi ambaye ni naibu waziri wa viwanda na biashara. Basi taarifa ikatoka kwamba bosi Kabwe amefika. Asilimia kubwa ya wafanyabiashara walijongea karibu na mlango wa ukumbi huo wakijipanga mstari ili kupata fursa ya kumsalimia mheshimiwa. Licha ya kuwa na pesa nyingi, kwao hazikuwa na maana kama hawakuwa na connection sahihi.
Isitoshe, madili mengi yanayowaingizia hela yalihitaji mahusiano mazuri na viongozi wa serikali. Basi Zilha akasema kwamba Boss Regina, baba yangu amekwisha wasili. Vipi, unataka nikusaidie ni kukutanisha naye? Regina kwa ukauzi kabisa akasema haina haja. Angalau sasa alijihisi aweni baada ya kuona watu wengi wakigeuzia macho yao kwa Bosi Kabwe Mirambo. Asa Zilha huko akisimama akasema kwamba Habi, naona Boss Regina anakosa ujasiri wa kukutana na baba yangu. Hebu twende nikaonane naye. Ricky Mdosa akasema hakuna shida, ngoja twende. Alisema huku sasa akimwangalia Regina kwa macho ya ushindi. Aliweka kola ya shati lake vizuri pamoja na vishikizo vya suti, kisha akaanza kutembea kwa kuinua kifua kwenda kukutana na mheshimiwa. Waziri Kabwe alionekana kweli kufika. Alikuwa amevalia suti ya kushona isiyo na chata la kampuni yoyote. Nguo zake zilionekana kuwa za kawaida lakini hazikuficha hadhi yake. Alipeana mikono na watu waliokuwa wamejipanga mstari huku akitingisha kichwa, kitabasamu na kuongea nao maneno machache. Vitendo vya kawaida kwa wanasiasa wengi vilionekana. Sasa wafanyabiashara wengi waliokuwa katika eneo hilo walionekana kuwa na matabasamu mazito usoni mwao huku wakionyesha hali ya unyenyekevu mkubwa. Walijua fika kuwa maelewano mazuri na kiongozi huyo ni sawa na kuwa na maelewano mazuri na mheshimiwa rais. Basi Zile akaita dadi. Aliita ambaye alionekana kama mtoto aliyekuzwa kwa kudekezwa. Alikimbia kumsogelea baba yake na kumkumbatia. Sasa mheshimiwa Kabwe alicheka akasema, Zilha, hatujaonana kwa muda mrefu ila naona unazidi kupendeza. Aliongea mheshimiwa Kabwe huku akimpiga binti yake kwa namna ya upendo. Sasa Zilha naye kwa kujidekeza akasema kwamba dadi, ndio nazidi kuzeeka, acha kunifariji bwana. Mheshimiwa Kabwe akiwa na tabasamu akasema, kwangu mimi hata uwe na miaka mingapi nitaendelea kukuona kama mtoto mdogo tu. Basi Mdosa naye alisalimia akasema, baba mkwe. Alisalimia Mdosa huku sasa akipeana mkono kwa heshima na mheshimiwa. Mheshimiwa akasema, Mdosa, habari za siku nyingi? Mdosa akasema, nzuri kabisa baba, shukrani nyingi kwa baraka zako. Aliongea Mdosa akiwa na tabasamu zito. Basi mheshimiwa akacheka akasema, baraka gani hizo bwana, wakati niko busy na utumishi wa nchi yetu mpaka na wasahau. Aliongea kwa namna ya utani na kufanya watu waliosikia kujichekesha hata kama haikuvutia sana. Sasa Mdosa akasema kwamba baba, nadhani itakuwa vizuri ukikaa meza moja na sisi au? Bosi huyo akasema, hakuna shida, ukiachana na kuja kama mwakilishi kutoka serikalini, lakini pia mimi ni mfanyabiashara. Siti zenu ziko wapi? Basi bwana alijikuta akijawa na furaha kubwa. Kukaa meza moja na mheshimiwa mzito kama huyo ni swala la kumpa heshima kubwa. Hivyo haraka aliwaongoza kuelekea kwenye meza waliokuwa wamekaa mwanzo. Sekunde chache tu aliweza kufika kwenye meza waliokuwa Hamza na Regina. Watu wengi walikuwa wakiwaangalia Hamza na Regina ambao walikuwa wamekaa. Hamza alikuwa busy na chakula, huku Regi akiwa busy na simu yake ya iPhone akiperuzi mtandaoni. Hata hawakusimama kumkaribisha mheshimiwa. Hivyo watu wengi walionekana kuwa katika hali ya maswali, huku akitingisha vichwa vyao kwa wasiwasi. Walihisi Hamza na Regina walikuwa wamezidisha dharau kwa kiongozi huyo wa kitaifa. Sasa Ricky Mdosa akasema kwamba Boss Regina, kutana na baba mkwe wangu. Regina akasema kwamba unataka akae hapa? Sioni kama kuna siti nyingine zilizopo wazi. Aliongea Regina. Kauli yake iliwaacha watu midomo wazi. Waliona Regina alikuwa na ukichaa au pengine uwezo wake wa kufikiri ni mdogo. Anathubutuje kusema nafasi zimejaa kwenye meza yao? Hata hivyo, wakati watu wengi ndani ya eneo hilo wakimjadili Regina, mheshimiwa Kabwe macho yake yote yalikuwa ni kwa Hamza, aliyekuwa busy kuvunja mifupa ya nyama. Watu wengi waliamini Regina amekwisha yeye na kampuni yake kwa dharau alizokuwa akionyesha yeye na mume wake. Yaani mlinzi anayekula kichafuchafu. Sasa Zile akasema kwamba Regina, hivi kwa nini haumjali mume wako? Haijalishi uwezo wake wa kufikiri ni mdogo kiasi gani, lakini anapaswa kujua ni wakati gani wa kutoa heshima. Mwambie amke haraka bwana, msalimie mheshimiwa. Regina akasema kwamba mume wangu bado hajashiba. Kwani nikosa mtu kula? Zile akasema kwamba hivi unathubutu vipi kujibishana na mimi? Au unadhani kampuni yako ni kubwa sana kuzidi nchi? Aliongea Zile kwa ukarapia bwana. Kwa cheo alichokuwa nacho babake, hakuogopa jambo lolote. Upande wa Mdosa alichukulia nafasi hiyo kama muda wa kuongezea mafuta kwenye moto. Akasema kwamba baba mkwe, huyu ni Boss Regina wa kampuni ya Dosam na huyo bwana ni Hamza, mlinzi wa kampuni.
nadhani hana uelewa wa kutosha kuhusu itifaki, ndio maana ameshindwa. Kabla hajamaliza kuongea, Mheshimiwa Kabwe aliinua kidole akimwashiria Mdosa kuacha kuendelea kuongea. Mheshimiwa akasema, kumbe ndio yeye Mr. Hamza?" Aliongea Mheshimiwa Kabwe huku macho yake yakijaa mshangao. Kwa wakati mmoja alionekana kuwa na hali ya hisia mchanganyiko. Hamza ambaye alikuwa busy akipambana na paja la kuku alilolichovya kwenye rosti ya pilipili na kunyofua minofu yake, alishia kugeuka na kumwangalia Mheshimiwa Kabwe. Hamza akauliza, "Mzee, unanifahamu?" Sasa mzee akajibu ya kwamba ni haki yako kutokunifahamu Mr. Hamza. Ulikutana na mdogo wangu Mirambo Junior Dodoma kule nyumbani kwa Brigadia Daudi Chalula. Nina kijana wangu anaitwa Mdudu. Nadhani utakuwa umeshakutana naye pia. Aliongea mzee yule. Ghafla tu eneo lote lilibakia kwa kimya. Watu wote waliokuwa wakiangalia walijikuta wakishikwa na bumbwazi, huku midomo ikiwa imewashuka. Wengi walishindwa kuamini. Walidhani ni kama hawajasikia vizuri hivi au wamesikia vibaya. Mdosa na Zilha wote walikuwa katika mshangao wa kauli hiyo ya waziri. Hamza pale pale alikumbuka jina la Mdudu. Alikuwa ni bwana ambaye alitaka kumlazimisha Younes kuolewa naye. In case kama utakuwa umesahau msikilizaji, ndio huyo. Ndio Mdudu ambaye alikuwa anataka kumlazimisha Younes kuolewa naye. Sasa Hamza alishia kutingisha kichwa. Akasema, kumbe ndio babake Mdudu." Hamza alizungumza hivyo akionyesha kwamba ni kweli anamkumbuka mtu anaitwa Mdudu. Zilha aliyekuwa nyuma ya babake alijikuta akiuliza kwa mshangao kwamba, "Baba, lile swala la kaka Mdudu linahusiana naye? Si kumbe ni mlinzi tu wa kampuni ya Dosam?" Zilha alikuwa akijua kuhusu swala la kaka yake Mdudu. Msikilizaji, ukweli ni kwamba mara baada ya Mdudu kumkosa Younes kwa sababu ya Hamza, alijenga kinyongo kikubwa dhidi ya Hamza na kutaka kuja kulipiza kisasi ambacho kiliungwa mkono na mjomba wake Mirambo. Hata hivyo, mzee Kabwe kama waziri alikuwa katika mzunguko wa kupata taarifa nyeti za kiserikali. Hivyo mara baada ya kuona swala la ndoa limevurugika na mtu aitwaye Hamza akiwa ndiye chanzo, alifanya uchunguzi wake ambao ulimletea majibu yaliyomfanya awe na hofu juu ya Hamza. Sasa kutokana na taarifa alizopata, ili kumwepusha Mdudu kuingia kwenye matatizo, alitumia ukaribu wake na Mheshimiwa Rais na kumfanya Mdudu kuteuliwa kuwa balozi. Sasa ni muda huo tena Waziri Kabwe anajua binti yake Zilha pia alishamkosea heshima Hamza na Reji. Mara baada ya kujua kuwa Hamza ni mtu ambaye alikuwa na faili lake, alihisi ubaridi ukimpitia mgongoni. Ni kama juhudi zake zote za kumwepusha Mdudu kuwa na mawazo ya kisasi dhidi ya Hamza zilienda bure mara baada ya kuona Zilha kayakoroga. Sasa bila ya kufikiria mara mbili, Waziri Kabwe alibwatuka kwa nguvu akisema, "Nyi wana haramu," huku sasa akiwaangalia Zilha na mume wake. Jambo hilo liliwachanganya Zilha na Mdosa, na wote kwa pamoja walijikuta wakihisi ubaridi wa kuwafanya kutetemeka, huku sura zao zikifubaa. Walionekana kushindwa kuelewa nini kinaendelea. Sasa waziri akasema ya kwamba, "Unajua ni uzito kiasi gani aliokuwa nao Mr. Hamza? Paka mtoto gani, watoto kama nyie tu mnaanza kumsema vibaya? Mlikuwa mkimkosea heshima Mr. Hamza sasa hivi." Mara baada ya kuona mabadiliko makubwa ya mzee Kabwe kuelekea kwao, Mdosa na Zilha walijikuta akitetemeka na kushindwa kuongea kwa wakati mmoja. Just imagine mtu ambaye uko na mdharau, yani unaongea shit yoyote, alafu anakuja mtu ambaye kwako ni kama mzazi, alafu yeye mwenyewe tu anamwogopa huyo mtu. So walishindwa kabisa kuelewa inakuaje mlinzi wa kampuni awe sababu ya mtu wa heshima kama naibu waziri kuwafokea tena hadharani mbele ya umati wa watu wengi kiasi hicho. Afu isitoshe kufanya hivyo ni kama kushusha hadhi ya familia yake mwenyewe. Sasa kufoka huko hakuacha salama Abiudi na mkewe pamoja na Salmin ambao wote walikuwa wakimnanga Hamza. Muda huo wakati Mdosa na mke wake wakishindwa kujua la kufanya, mara mtu mwingine alisogea eneo hilo akiwa na tabasamu usoni. Akasema ya kwamba, "Nini kinaendelea hapa? Mbona sura za hasira wakati siku ya leo ni ya furaha?" Sasa wageni waliokuwa hapo ndani walionekana kumfahamu bwana huyo aliyeingia na kuanza kumsalimia.
Mtoto wa kwanza rais mstaafu Mgweno huyo. Ndio bwana nampata. Nasikia sasa hivi ukiachana cheo chake cha waziri wa utumishi pia ni mwenyekiti wa bodi ya shirika la petroli bwana. Mwingine akasema, kwenye petroli kawekwa kulinda maslahi ya mstaafu tu bwana, ila nguvu yake binafsi ipo kwenye chama. Kuna uwezekano akawa mgombea rais wa awamu ijayo. Msikilizaji, baadhi ya watu waliokuwa mbali na eneo hilo walianza kumjadili. Ukweli ni kwamba wengi walitamani kuwa na ukaribu naye, lakini ilikuwa ni ngumu kutokana na bosi huyo mwenyewe kuwa katika nafasi za juu. Bakari Mgweno ni mtoto wa kiume wa pekee wa rais mstaafu Mgweno, moja ya familia zenye nguvu nchini katika ulingo wa siasa. Ukiachana na kuwa mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi wa shirika la petroli Tanzania, pia alikuwa mbunge na waziri wa utumishi na utawala bora. Sasa Waziri Kabwe akasema ya kwamba Bakari, umefika, najaribu kuwafunza hawa watoto kwa kukosa heshima bana. Waziri Kabwe na Mgweno walikuwa marafiki wakubwa. Kifupi inasemekana walisoma chuo kimoja. Ndio. Na ndio maana mzee huyo alikuwa na ukaribu na Bakari pia. Basi akasema ya kwamba heshima gani wamekosa Huyo Sizili huyo binti yako na mume wake Eric huyo, jambo gani umefanya? Bakari akaambiwa kwamba, Bakari, nadhani utakuwa unamfahamu au kumsikia Mr. Hamza. Hawa watoto walikuwa wakimkosea heshima kwa kumkejeli. Sasa Bakari akasema, Mr. Hamza. Bakari alionekana kulifikiria hilo jina kwa sekunde, na pale pale macho yake alichanua, akasema, ni Mr. Hamza kweli? Hamza kusikia hivyo alijikuta akishangana kujiuliza kwa nini kila mtu anaonekana kumfahamu. Hamza akauliza, na wewe unanijua? Sasa Bakari akajitambulisha akasema, mimi naitwa Bakari kutoka familia ya rais mstaafu Mgweno. Nimekuwa katika ushirikiano mzuri wa kibiashara na bosi Dina. Najua kumekuwa na mgongano mkubwa kati yako na baba yangu na kwamba tulikukosea kwa namna moja ama nyingine, ila nashukuru sana Mr. Hamza kwa kupokea mkono wangu kupitia kwa bosi Dina. Anaongea Bakari. Mheshimiwa rais mstaafu Mgweno, msikilizaji, kabla ya Hamza kuingilia alikuwa na mgogoro mkubwa na mtandao wa kundi la Chatu. Yote hiyo ni kutokana na babu yake Dina kuwa na ushirika na rais wa Rwanda ambaye alikuwa adui namba moja wa Mgweno wakati wa uongozi wake. Siku zote Mgweno alitaka kukomesha mtandao huo na kufanya kuwa mali yake, lakini sasa alishindwa kutokana na Hamza kuingilia. Alafu sasa ikumbukwe kwamba mtandao wa Chatu ndio kituo kikuu au mlango mkuu wa kuingilia ulimwengu wa giza ndani ya taifa la Tanzania. Sasa Mgweno alijikuta akiwa katika hasara kubwa mno ya kisiasa na kibiashara mara baada ya kushindana na Hamza. Hakuishia kupoteza umoja wa makomando wa jeshi tu, bali biashara zake nyingi ziliomba, ikiwemo kampuni ya Zena iliyofilisika baada ya kuuawa kwa James na babake. Kutokana na hayo, Bakari ambaye alikuwa na ndoto kubwa ya kisiasa nchini, aliona matendo ya baba yake yanamzima kwa kushindana na watu wenye nguvu zaidi, ndipo alipoamua kuwa tofauti. Badala ya kushindana na Hamza, ni heri kujiunga naye. Hivyo akaamua kujiweka karibu na bosi Dina wa mtandao wa Chatu. Hata hivyo, bado nguvu ya rais Mgweno kwenye siasa ilikuwa ni kubwa sana kiasi cha kumfanya Bakari kuheshimika pia. Alafu isitoshe, cheo tu cha kuwa mtoto wa rais mstaafu hakikuwa kidogo. Hamza alikuwa na kumbukumbu za kutosha kuhusu rais Mgweno, lakini pia alijua ushirika wa familia ya Mgweno na mtandao wa Chatu. Sasa Hamza akasema kwamba kumbe ndio wewe mtoto mheshimiwa, usiwe na shaka, yale alishapita. Basi aliongea Hamza akitingisha kichwa. Akacheka akasema, Mr. Hamza, mimi ni tofauti na baba yangu. Tokea mimi nimeanza kulisikia jina lako na taarifa zako zote, nimejikuta tu nikivutiwa sana na wewe na kutamani kupata nafasi ya kuongea ana kwa ana. Naweza kukaa meza moja na wewe hapa kwa ajili ya kuongea kidogo? Bakari alikuwa ni mwanasiasa, msikilizaji. Alijua kwamba ili kutimiza ndoto zake za kuja kuwa rais, kwanza anapaswa kuwa katika rafiki na Hamza. Ingawa bado alikuwa na uhusiano mzuri na Dina, bado haikuwa ikitosha kuwa na maelewano ya moja kwa moja na Hamza. Kwa hiyo watu waliokuwa wakifuatilia maongezi hayo walijikuta wakishangaa zaidi na zaidi kwamba kwa nini hakusema mapema. Watu walianza kujiuliza, inakuwaje kigogo kama huyo aongee hadharani kuhusu kuvutiwa na Hamza na hata kuomba kukaa naye meza moja? Sasa Hamza akasema kwamba hakuna shida, lakini tatizo inaonekana meza yetu imejaa hapa. Aliongea Hamza huku akiinua mabega. Mara baada ya kusikia hivyo, Abiudi na mke wake waliongea haraka haraka kwa wasiwasi. Sasa akasema kwamba hapana, sisi tutampisha bosi Bakari. Sasa kama mheshimiwa Bakari alitaka kuketi kwenye meza hiyo, hakuna mtu ambaye angeweza kukataa kumpisha.
Wenza hao waliokuwa wakimcheka Hamza sekunde chache zilizopita walijikuta katika wasiwasi mkubwa wakitamani kurudisha muda nyuma. Lakini ni muda huo Ricky pamoja na mke wake Zilha sura zao zilifubaa kama maiti. Walitamani watoweke ghafla na kusahau kila kitu kilichotokea usiku huo. Yaani waliona jambo hilo ni la kutisha sana. Sasa bosi Bakari hakuwa na haraka ya kukaa. Isitoshe kama ni siti alikwisha pata. Hivyo pale pale geuka na kuongea na naibu waziri Kabwe. Akamwambia kwamba mzee Kabwe, umesema binti yako na mkwe wako wamemkosea heshima Mr. Hamza kwa namna gani? Basi mzee Kabwe alikuwa na hasira kiasi kwamba mpaka mvuke ulionekana kumtoka kichwani. Kwa heshima aliyokuwa akionyeshwa na Bakari ilimfanya mzee Kabwe kuona ni kwa namna gani Hamza hakuwa mtu wa kukosewa adabu hata kidogo. Basi mzee Kabwe akasema kwamba nyewe watoto, hebu ongeeni mara moja bwana. Mmemkosea vipi heshima Mr. Hamza? Ongeeni. Tena ongeeni bila kuacha neno. Basi mzee Kabwe aliona kwamba anapaswa kwa namna yote ile kupata maelezo, la sivyo atashindwa kumridhisha Hamza, jambo ambalo lingeweza kuiweka familia yake mashakani. Sasa Eric Mdosa muda ule alijikuta akishindwa kujizuia tena, na pale pale akashuka chini na kupiga magoti. Akasema, baba mkwe, nimekosea sana, sikuwa nikimfahamu Mr. Hamza ni mtu mzito. Mzee Kabwe akasema, mwana haramu wewe. Mzee Kabwe alishia kumtia teke Mdosa. Akasema kwamba adabu na heshima kwa wengine ni msingi wa utu. Unashindwaje kufahamu jambo dogo kama hili? Basi mara baada ya Zilha kuona mume wake anazidi kudhalilika, pale pale alimshika mkono babake na kumbembeleza. Akasema, baba, naomba punguza hasira, ni kweli hatukujua. Mheshimiwa akasema, hebu kaa kimya mjinga wewe. Huyu ndio mume bora uliosema umepata, anaongea mheshimiwa huku sasa akimsukuma mtoto wake. Ni muda huo huo sauti nyingine ilisikika kutokea kwenye kundi la watu kuelekea kwenye mlango wa kuingilia ukumbini. Ilisikika ikisema kwamba nini kinaendelea hapa? Nani wa kumfanya mheshimiwa Kabwe kasirika namna hiyo? Msikilizaji, huyu bwana alikuwa ni mzee wa makamo aliyevalia suti nyeupe akiingia mahali hapo. Mara baada ya kuona kundi la watu wamekusanyikana eneo moja, huku makelele ya sauti ya mzee Kabwe yakisikika, alijawa na mshangao. Muda ule ule watu waliweza kumtambua mzee huyo na kumpa njia, huku wengine wakijaribu kumsalimia. Alikuwa ni Boss Elias. Baadhi ya watu walisikika wakitamka jina lake kwamba Boss Elias, huku upande wa Bakari ukionekana kujawa na bashasha baada ya kumuona mzee huyo. Sasa sema, Boss Elias, mzee Kabwe anajaribu kuwafundisha adabu binti yake na mkwe wake. Mara baada ya kusikia kauli ile, Boss Elias alijikuta kijawa na shauku na mshangao. Akasema, kwa kosa gani? Akaambiwa kwamba huyu ni Mr. Hamza, nadhani watu wa familia yenu mtakuwa mnamfahamu vyema, si ndio? Mara baada ya Elias kusikia na kumuona mtu aliyenyoshewa kidole na Bakari, alijikuta uso wake ukibadilika pale pale. Akasema, Mr. Hamza. Hamza alishia kushangaa tena. Alikuwa bado na sahani iliyojaa chakula. Akajiuliza, hivi kwa nini kila mtu anaonekana kumjua? Sasa Hamza kwa mshangao akasema, mzee, hata wewe mwenyewe unanijua? Elias akasema, mimi naitwa Elias kutoka familia ukoo wa Kijazi. Mimi ndio mwenyekiti wa kampuni ya Kijazi Enterprises. Nimesikia una ukaribu na kijana wetu Haji, si ndio? Hamza akauliza kwamba wewe ni ndugu yake Haji? Kama ni hivyo basi nishajua. Hivi Haji siku hizi yupo wapi? Aliuliza Hamza kama vile haelewi. Akajibu kwamba Haji kwa sasa upo jeshini. Hamza akasema okay sawa. Baada ya kusema hivyo akapotezea na kurudi kuendelea kula. Mzee Elias pale pale aliwageukia Bakari na mzee Kabwe. Kisha akauliza kwamba mzee Kabwe, usiniambie watoto wako wana ugomvi na Mr. Hamza bwana, wamewezaje kumkosea heshima? Na baada ya kusikia hivyo, watu wengi walihisi ni kama wamemeza mende. Kabla hata mzee Kabwe hajajibu, mara sauti nyingine ya mwanamke akicheka ilisikika ikisema ya kwamba ni nani mwenye ujasiri wa kumchokoza Mr. Hamza mzee? Basi Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo, alishindwa kujizuia na kuinua kichwa chake. Regina aliyekuwa pembeni alionekana kutokuwa na furaha. Alimshika Hamza kichwa chake na kukigeuza kwenye sahani. Kareji kakasema, wewe unaangalia wapi? Maliza chakula chako huko. Basi Hamza alishia kutoa tabasamu la haya. Alikuwa ameshindwa kujizuia kwa sababu hakuwa amemwona Yulia kwa muda mrefu.
Hivyo kusikia tu sauti ya Yulia, alijikuta akigeuka. Muda huo watu wote waliweza kumuona Yulia aliyekuwa ameambatana na Yasini wakiingia eneo hilo. Ukiachana na wao, walikuwa wametanguliwa na mwanaume mwingine wa makamo kati ya miaka 50 hadi 60 hivi, aliyevalia suti nyeusi na tai ndefu. Mwanaume huyo pia alikuwa ameambatana na mwanamke mwenye muonekano wa hadhi. Sasa mara baada ya ujio wa watu hao wanne, ni kama eneo hilo lilibadilika tena. Basi watu walianza kuwasalimia pale kwa bashasha kubwa sana. Yulia alikuwa amevalia vazi la rangi nyeusi kama gauni lililo mbana vyema hivi na kufanya shepu yake maridadi kujichora waziwazi. Hadhi yake iliwafanya wanaume wengi kumwangalia kwa macho ya uchu. Alitembea kwa marengo kabisa na kwenda kusimama upande alipokuwepo Hamza. Kisha akamwangalia Kabwe aliyekuwa amepiga magoti chini na kucheka. Sasa alisema kwamba nini kaendelea hapa? Huyu si ni mume wake Zilha? Amekosea nini mpaka kupiga magoti? Hamza akasema kwamba niliwaambia anafanya kazi kwenye kampuni ya Dosam kama mlinzi. Wakaanza kunikejeli bwana. Yasini akasema, Hamza, naona kabisa umewawekea mtego wakaingia mazima. Kwa nini sasa usingewaambia tu vizuri wewe ni nani bwana? Aliongea Yasini huko akicheka. Hamza akasema mke wangu amejaribu kuelezea, lakini wakaona kama anajaribu kunitetea. Sasa mimi ningefanyaje? Sasa wakati wa kusikiliza maelezo hayo, bosi Kabwe uso wake ulizidi kujikunja. Watu waliokuwa wamezunguka walishia kutingisha vichwa vyao kwa masikitiko. Waliona jambo hilo ni nje kabisa ya fikra zao na wakajikumbusha ule msemo maarufu ya kwamba usimdharau usiyemjua. Sasa mwanaume aliyekuwa ameambatana na Yulia akasema kwamba wewe ndio Hamza. Watu wawili na mke wake wakisimama mbele ya Hamza. Hamza akasema kwamba ndio mimi ni Hamza mzee, vipi unanifahamu? Hamza alihisi kama swali hilo alikuwa ameuliza mara nyingi. Jamaa akacheka akasema hatimaye nimefurahi kukutana na wewe bwana. Mimi ni baba yake Himidu. Nadhani utakuwa unafahamiana na kijana wangu. Asarajina aliyekuwa pembeni alishtuka. Tena alikuwa ni wa kwanza kuonyesha hali ya kushtuka tena kwa mshangao sana. Ni kama jambo hilo hakuwahi kulijua. Basi akasema kwamba kumbe afande Himidu babake ndio wewe. Mwenyekiti mzee Ali Mbwana, si ndio? Msikilizaji, huyu mzee Ali Mbwana alikuwa ni mmoja wa wafanyabiashara wakubwa ndani ya Tanzania. Ni mmoja wa wamiliki wakuu wa kampuni ya kusafirisha abiria kwa njia ya mabasi kwenda mikoa yote. Ni vigumu pia kuamini kama mzee Ali Mbwana ambaye pia ni mwenyekiti wa TARURA ndiye baba yake Himidu. Sasa mzee akacheka akasema, ndio mimi bwana. Basi Hamza akasema kumbe ndio babake Himidu. Wa kwetu kabisa bwana. Hamza mara baada ya kusikia utambulisho huo aliona anapaswa kusimama. Isitoshe alikuwa ni mtoto wa mshikaji wake wa damu. Ingawa Himidu ni mtoto wa nje ya ndoa na alikuwa na uhusiano wa kawaida sana na babake, lakini hata hivyo damu ni nzito kuliko maji. Hivyo Himidu mara baada ya kurudi Tanzania alipokelewa bila mawaa na familia hiyo. Sasa Hamza alikuwa amesimama na pale alipokusudia kupeana mkono na mzee huyo, aligundua bado alikuwa ameshikilia mfupa wa nyama ya kuku. Alishia kuweka chini kisha akatoa kitambaa na kujifuta mikono. Na ndipo akasalimiana naye. Kwa jinsi ambavyo Yulia aliwasili na mzee huyo, ilionekana wazi kwamba walikuwa wakimjua kwa muda mrefu. Sasa watu mara baada ya kuona bosi huyo akisalimiana na Hamza, wote waliokuwepo eneo hilo walizidi kushangaa. Mpaka hatua ile kila mtu alikuwa akijiuliza, Hamza ni nani kwani? Ilikuwa ni vigumu kuamini mtu kama Hamza mwenye cheo cha ulinzi kunyenyekewa na naibu waziri Kabwe, Bakari, Elias na bosi Mbwana. Mara baada ya kuona hivyo, watu walianza kuhisi huenda Hamza ndio deep state yenyewe. Na walijikuta wakijiona wajinga kwa kukosa fursa hiyo adhimu ya kumfahamu mapema. Ni heri kwao kuliko kwa Mdosa na Zilha, ambao mara baada ya kuona watu wote waliokuwa hawawezi hata kupata miadi nao kwa ajili ya mazungumzo wakimnyenyekea Hamza namna hiyo, walijikuta wakiogopa kiasi cha kutaka kudondoka. Mdosa ndiye aliyekuwa na hofu zaidi kuliko hata mwanamke wake huyo Zilha.
Ujasiri aliokuwa akijivunia siku zote ulimkwisha kabisa. Wote walijiona ni wajinga. Walipaswa kuwa makini. Isitoshe walimjua vyema Regina kwa muda mrefu, ni mwanamke ambaye hawezi kuolewa tu na mlinzi. Walijiambia kwamba kabla ya kuonyesha dharau, walipaswa kufanya utafiti kwanza. Yaani kwa namna anavyomjua Regina. Sasa mzee Mbwana akasema ya kwamba Hamza, nilikuwa nikitafuta nafasi ya kukutana na wewe sana tu. Kutokana na uhusiano wako mzuri na kijana wangu Himidu, ni bahati kubwa bosi Regina ameambatana na wewe leo hii. Hamza huko akicheka akasema, nimefurahi kukutana na wewe pia mzee. Mimi nimeona niambatane na mke wangu kwa ajili ya kula tu, na ndio kama hivyo unavyoona hapa. Basi mzee huyo akacheka akasema, Himidu bwana alishaniambia kwa wewe ni mtu wa kujiachia sana. Nadhani ni kweli kama walivyosema. Naomba kama utakuwa na muda nikualike kutembelea familia yetu. Hamza akajibu, kuhusu ile mzee wangu nadhani tutaangalia nikishakuwa huru. Kuna mambo mengi yanaendelea kwa sasa. Basi watu waliposikia kauli hiyo Hamza walijikuta wakipagawa. Yaani bosi mzito kama huyo anamwalika Hamza nyumbani kwake na yeye anakataa kwa kusema yuko busy. Alafu sasa kilichowachanganya zaidi ni kwamba mzee Mbwana hakuonekana kujali sana. Alishia tu kutingisha kichwa. Akasema, hakuna shida, ukipata muda tafadhali tutembelee, natamani kuona familia zetu zikiwa na uhusiano mzuri. Sasa mara baada ya watu kusikia kauli hiyo, walitamani kumpigia magoti Hamza. Walijiambia, huyu jamaa anaonekana kuwa mtu mzito mno. Sasa mara baada ya kuona hata bosi Mbwana anajaribu kutengeneza mahusiano mazuri na Hamza, mzee Kabwe aliona anapaswa kujiongeza ili kuhakikisha anakuwa katika maelewano mazuri. Basi akasema ya kwamba, Zilha na mume wako harakisheni kumwomba Mr. Hamza na bosi Regina msamaha. Basi licha hivyo, Mdosa na Zilha walionekana kuwa na midomo mizito kama watu waliozidiwa na pressure. Hivyo bosi Kabwe alitaka kuomba msamaha kwa niaba yao. Hata hivyo Hamza aliona inatosha sasa na akamzuia. Hamza akasema, mzee, inatosha sasa, nishawasamehe. Watu waliposikia Hamza akimuita mzee badala ya mheshimiwa, walizidi kushangaa. Waliona kabisa kwamba Hamza hakuwa akimchukulia mheshimiwa huyo kwa uzito wote. Sasa Kabwe kwa sauti ya kujinyenyekeza akasema kwamba, Mr. Hamza, hili swala ninalichukulia kwa uzito mkubwa, la sivyo nitaishi na moyo mzito sana. Basi Hamza mara baada ya kuona mzee huyo anaonekana kutokuridhika na kauli yake, alishia kumgeukia mke wake. Hamza akasema kwamba labda nimuulize mke wangu analichukuliaje kuhusu hili. Isitoshe pia wamemkosea. Kaongea Hamza. Upande wa Regina hakuonekana kujali sana, kutokana na kuona wenza hao walikuwa tayari wamepata adhabu yao kwa kudhalilika. Hata hivyo aliona ni vyema aongee. Regi akasema kwamba mume wangu ni mtu ambaye hajali watu wengine wanaomwongelea vipi. Hata hivyo mlikosea sana kwa kumkejeli kutokana na zawadi ya hii pete alionizawadia. Ninachotaka ni nyewe wote wawili kuomba msamaha wa dhati. Aliongea Regina, kisha pale pale akachomoa pete iliyokuwa mkononi mwake na kuishika kidoleni. Regi akasema kwamba ingawa sijui pete hii imetengenezwa na nini, hata kama ni ya plastiki au ya kioo, kwangu mimi na thamani zaidi ya almasi. Kuidharau ni sawa na kudharau hisia za mume wangu. Basi watu wote mara baada ya kusikia maneno hayo walijikuta wakinyamaza, huku wengine wakitingisha vichwa vyao wakionekana kuelewa. Waliona maneno ya Regina yalikuwa na mantiki ndani yake, na kwa namna alivyoonyesha heshima kwa mume wake, hiyo ilikuwa tabia ya kuigwa. Isitoshe ni nadra kwa bosi kama yeye kuwa na tabia unyenyekevu kama hiyo. Kabwe, Eric Mdosa pamoja na mke wake Uzilha mara baada ya kusikia hivyo walijikusanya na kisha wakainamisha vichwa vyao kwa aibu. Sasa Eric akasema kwamba, Mr. Hamza, samahani sana kwa kutokushindwa kwetu kukuona licha ya kuwa na macho. Zilha naye akasema, Mr. Hamza, samahani sana, tukupaswa kukukejeli, tafadhali sana, wewe ni mtu mkubwa, tusamee kwa hili. Basi Eric Mdosa pamoja na Zilha wote waliongea wakiwa na sura za unyenyekevu, macho yao yakiwa mekundu. Walikuwa na hofu mno, kama vile wamemkosea rais wa nchi. Hata hivyo Yulia aliyekuwa pembeni alijikuta akikunja sura, kisha akanyosha mkono wake kuelekea kwa Regi. Akasema kwamba, Regina, naweza kuona hiyo pete yako? Regina aliposikia hivyo alionekana kutokuwa tayari kumpatia, hivyo akauliza kwanza ya kwamba, unaitaka ya nini?
Yulia akasema kwamba sio na wasiwasi, mimi siwezi kuchukua pete yako mbele ya watu wote hawa. Ni kwamba ni kama niliona sehemu, nataka kuthibitisha tu. Aliongea Yulia akiwa na wasiwasi. Mara baada ya Regina kusikia hivyo, alijikuta akimpatia pete hiyo kwa sababu hata yeye pia alitaka kujua thamani ya hiyo pete. Mara baada ya Yulia kuipokea, alianza kuichunguza kwa umakini na ghafla tu macho yake yalijaa mshangao. Kisha akasema kwamba, "Hey, wewe Hamza, wewe umeibia wapi pete iliyotengenezwa kwa madini ya Ecosahydrate kutoka NASA?" Watu waliosikia kauli hiyo walijikuta wakishangaa. Walishindwa kuelewa Yulia anamaanisha nini. Hamza akasema, "Maneno yako si mazuri bwana, unamaanisha nini kusema nimeiba? Niliongea na mshikaji wangu nikamwambia nitafutie na akaipata." Yulia akasema, "Unaongea uongo. Unataka kusema kwamba NASA wanakuogopa kiasi cha kuambia wakupe na wakakupatia? Labda wewe mwalazimisha kukupatia tu ndio maana wakakupa. Na kama ni hivyo, ina tofauti gani na kuiba sasa?" Watoto walijikuta wakibungana kujiuliza Yulia anamaanisha nini. Ina maana jiwe lililotengeneza pete hiyo ni la shirika la anga la Kimarekani maarufu kama NASA? Mbona haiingia akilini? Hakuna mtu ambaye angeweza kuamini kama Hamza anaweza kumiliki mali ya NASA, halafu serikali ya Kimarekani ikamwangalia tu. Sasa Reji akauliza kwamba, "Yulia, unaongea nini? Yaani kwa nini pete hii iwe na uhusiano na NASA?" Aliuliza Regina, ambaye sasa alikuwa na mshangao zaidi. Yulia alikuwa na uzito wa kuelezea na kushikwa na mawazo kwa wakati mmoja, lakini kwa sababu watu wengi walionekana kutaka maelezo yake, kwa hiyo alijikuta hana jinsi. Akasema kwamba miaka 15 iliyopita kutoka huko Chukotka nchini Urusi, watafiti waliweza kugundua uwepo wa aina hii ya fuele ya Ecosahydrate kwenye kimondo kilichofahamika kwa jina la Hyctrica. Kulingana na hesabu, inasemekana kimondo hicho kilidondoka miaka 15,000 iliyopita kwenye sayari yetu. Na jiwe la krisali ambalo lilipatikana katika kimondo hicho, kulingana na utafiti, limebeba elementi za aluminium, nickel, copper na chuma kigumu. Sasa watafiti wakuu duniani wamekisia kuwa kuna uwezekano ni fuele ambayo ilikuwepo miaka bilioni 1 iliyopita kabla hata dunia kuwepo. Basi watu mara baada ya kusikia maelezo hayo walijikuta wakipiga makelele ya mshangao, kana kwamba kuna jambo kama hilo linawezekana duniani. Ni kupitia maelezo hayo ya Yulia ndipo watu walianza kuona kwamba jiwe juu ya pete hiyo lilikuwa na ukijani wa pekee sana, kitu ambacho hawakuwa wamekipa uzito hapo awali. Regina alishindwa kujua aseme nini mpaka hatua hiyo. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi mno. Hakujua, yani kwanza kwa wakati huo anaishangaa hiyo pete huku akiangalia pete ilikuwa mikononi mwa Yulia kama sio yake vile. Kama mtu mwingine angelezea kuhusu pete, ingeonekana kama Yulia anatia chumvi. Lakini Yulia hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa na heshima kubwa, si tu katika biashara, bali pia kutokana na familia yake. Hivyo kila mtu aliamini maneno yake. Sasa Yulia akasema kwamba haijaishia hapo tu. Kawaida kisayansi ni vigumu kutengeneza alloy ya chuma na aluminium ikiwa oxygen tayari imeshaungana na chuma. Sasa profesa mmoja hivi ambaye ni mbobezi katika masuala ya kemia akasema kwamba hata mimi nilikuwa nikijiuliza hapo, kwamba umesema pete hiyo ni mchanganyiko wa chuma, aluminium na nickel, lakini kisayansi hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Yule akasema kwamba hiyo ndio hali ya kushangaza zaidi kuhusu jiwe hili. Limetokea wapi na kivipi likaingia kwenye galaxy yetu? Yaani mpaka leo hakuna majibu. Msikilizaji, kadri tunavyofahamu, kimondo kinapoanguka kinaweza kutoa joto kali karibu nyuzi 2000, na shinikizo ndani ya kimondo hicho kinaweza kufikia hadi mara 100,000 ya shinikizo la anga. Lakini hata hivyo hakiwezi kuzalisha fuele tete. Kwa sababu ya muonekano wa fuele hiyo, ilikuwa haiwezekani kutokea. Kipengele cha kuvutia ni kwamba kwa kutumia darubini ya electron na uchambuzi wa mionzi ya X-ray, watafiti waliweza kuona kwamba mpangilio wa atomi ndani ya fuele hiyo ulikuwa umefuata mgawanyiko wa dhahabu wa thamani ya 1.618B. Hii ina maana kwamba fuele hii ilikuwa imepangwa kwa mpangilio kamili kutoka juu hadi chini. Kwa mtazamo wa kisayansi, aina hii ya jiwe la fuele ni safi
na wa kipekee kwa kuonekana. Sasa kwa lugha nyepesi ni kwamba ni jiwe ambalo sio la dunia yetu na ukamilifu wake si sahihi kuliita jiwe hili ni la madini. Mtu akisema jiwe hili ni la kiungu hawezi kukosea, kwa sababu mpaka leo hii hakuna mtu aliyeweza kujua namna lilivyojitengeneza mpaka likatokea. Sasa baada ya Yulia kutoa maelezo hayo, alishia kurudisha pete hiyo kwa Regina, kisha akawaangalia walioibeza kwa masikitiko. Akasema ya kwamba kuita pete ya glasi au plastiki ni ujinga wa kiwango cha juu sana. Katika macho ya mwanasayansi yoyote, hata kama almasi zote zichimbwe, hakuna kitu kitakacholingana na thamani ya hiyo fuele. Samara baada ya kuongea hivyo, ajikuta akimwangalia Hamza kwa macho uchungu na kujiambia kwamba yani huyu mwanaume kaamua kumpatia Regina kitu cha thamani namna hiyo, tena mwanamke ambaye si mwanasayansi. Atajua vipi thamani yake? Ataielewa vipi thamani yake? Basi kila mtu aliyekuwepo hapo alijikuta akishangaa zaidi mara baada ya kusikia maelezo hayo, huku akiangalia pete iliyokuwa mikononi mwa Regina kwa macho ya shauku kubwa. Ilikuwa ni swala la kushtukiza sana, kwa sababu kipande hicho cha jiwe kilikuwa ni kimoja tu dunia nzima, ambacho kilitengenezwa na asili ya ulimwengu. Thamani ya jiwe hilo la kioo ni kitu ambacho hakiwezi kupimwa kwa hela. Hata watu wazito kama vile Mzee Mbwana, Kabwe, Bakari na wengine wote waliangalia pete hiyo kwa macho ya mshangao. Walikuwa na mshtuko mkubwa na kujiuliza, ina maana Hamza ni mtu mzito kiasi cha kuweza kuchukua kitu cha thamani kama hicho kutoka mikononi mwa Marekani alafu akampatia mke wake kama zawadi? Walijiuliza, huyu jamaa ana nguvu kiasi gani mpaka aweze kuwezesha jambo kama hilo? Ingawa fuele kama hiyo haikuwa silaha wala hazina kwa nchi, uadimu wake ulikuwa ni kitu cha kulindwa na taifa lolote lile. Sio hivyo tu, hata kama nchi nzima ingeungana na kutaka kupata hicho kitu, wasingeweza kupewa na Marekani. Wasingeweza. Sasa Mdosa na mke wake walijikuta wakikakamaa miili kana kwamba wamepigwa shoti mara baada ya kusikia hayo. Ziliha alitamani litokee shimo, atumbukie na kupotea kabisa. Just imagine, kitu anachokidharau hakijawahi hata kutokea duniani. Jana amejaribu kufananisha kipete chake. Nadhani mnakumbuka alikuwa na ringa kwamba yani pete yangu ya milioni 60. Sasa alikuwa akilinganisha kipete chake na kitu kama hicho. Kwa pete ya milioni 10 aliyovaa, kulinganisha na pete hiyo ni sawa na kusema amevaa takataka mkononi. Regina alishia kuangalia pete hiyo kwa namna ya kusita, akishindwa hata aongee nini. Alikuwa na furaha na kukasirika kwa wakati mmoja. Kisha alishia kumwangalia Hamza, akasema kwamba Habi, kwa nini kuniambia mapema? Hamza hakutegemea yule angemueleza ama angemuelewa vizuri kiasi hicho. Alijiambia kweli alikuwa ni mwanasayansi kichaa. Hata hivyo, mara baada ya kusikia maneno ya Regina, alishindwa kujua cheke ama lie. Hamza alishia kusimama, kisha alinyosha mkono wake na kumshika Regina pua kwa namna ya upendo. Hamza akasema kwamba mke wangu, nilitaka kukuelezea siku ile, ila hukutaka nimalize. Isitoshe pia sikuona haja ya kuelezea kila kitu, kwa sababu ninachokupatia mimi sio kwa sababu ya thamani yake, bali ni nia yangu nzuri kwako. Hivi unajua wewe ni kama hii fuele iliyoanguka kutoka angani. Wewe ni mrembo, mwanamke mrembo ambaye hukupaswa kuwepo kwenye ulimwengu. Baada ya hayo maneno kutoka kwa Hamza, wanawake waliokuwa eneo hilo waliosikia maneno hayo walijikuta mioyo yao ikiyeyuka kwa jinsi mazingira yalivyokuwa na zawadi kubwa aliyokuwa amepewa. Wengi walimwangalia Regina kwa wivu mkubwa. Lengo lilikuwa ni kuonyesha kwamba kama ambavyo jiwe hilo lilivyo adimu, jiwe lililoshuka kutoka angani, ndivyo ambavyo Regina alikuwa hivyo kwake. Hata hivyo, sio watu wote waliopenda jambo hilo. Mmoja wao akiwa ni Yulia, ambaye macho yake alizunguka kulia na kushoto, akiona kama vile alikuwa amejipiga risasi mwenyewe. Regina alijikuta ni kama mjinga vile, akimwangalia Hamza huku akitoka kwenye mshtuko. Machozi akiwa yamejitengeneza katika mboni za macho yake, alijikuta akikosa uvumilivu na kujirusha kwa Hamza na kumbusu. Watu waliokuwa ndani ya eneo hilo walijikuta wakijawa na matabasamu mazito, huku wakianza kupiga makofi mengi. Muda huo, hata kama hawakuwa wakipenda, waliona wanapaswa hata kuigiza tu ili kuwa na maelewano mazuri na Hamza,
mtu mzito. Sasa Hamza na Reji waliishia kukumbatiana kwa sekunde kadhaa kwa hisia nzito mpaka pale walipoachiana mbele ya watu hao. Sasa Yasini akasema kwamba Mr. Hamza, hisia zako kwa mke wako ni za kipekee sana, aliongea Yasini huku akitoa kicheko na kwa wakati mmoja akimwangalia Yulia na kuona jambo hilo linamfurahisha sana. Sasa hakuishia kucheka tu, aliona pia ni muda sahihi wa kumchokoza Yulia. Hivyo alimuuliza kwamba au unaonaje wewe sister? Yulia alishia kumpotezea Yasini na swali lake kisha kaondoka. Sasa Hamza upande wake bwana aliishia kumwangalia Yulia kwa hali ya soni usoni, huku akijiwazia kwamba anapaswa kutafuta zawadi ya kumfidia huyo mwanamke, vinginevyo hata kuja kupewa kitumbua tena. Sasa muda huo Mzee Kabwe aliongeza unyenyekevu wake kwa Hamza na kisha akauliza kwamba Mr. Hamza, vipi, umeridhika na msamaha wa hawa wanaharamu wawili? Hamza akasema kwamba hivi kumbe bado tupo kwenye hili tu, hebu waache sasa waende, bado sijamaliza kula mimi, aliongea Hamza huku akichukua sahani kwenda kuongeza msosi. Hata hivyo ni pale pale Mdosa alisogea kwa haraka. Mdosa akasema kwamba usisumbuke Mr. Hamza, mimi nitakwenda kukuchukulia chakula, chochote unachotaka kule wewe niambie tu, mimi nitakuhudumia. Mara baada ya Zile hakuona mume wake amechangamka, naye pia alijiunga kujaribu kurekebisha makosa. Zile akasema kwamba Mr. Hamza, Boss Regina, mngependelea kula nini? Tutaenda kuwaletea, aliongea Zile kama vile Hamza na Regina ndio kwanza wanafika eneo hilo. Kwa muda huo hilo ndilo pekee walilohisi wanaweza kufanya. Kama wenza hao walikuwa wakipenda kula, basi walipaswa kujishusha na kuonyesha heshima zao. Sasa Hamza akasema kwamba hili sio swala zuri, wewe ni mtoto wa Boss Kabwe, sasa kwa nini mwe wa hudumu wangu? Aliongea Hamza akijifanyisha kuwa na haya. Mzee Kabwe akasema kwamba hata usijali kabisa bwana Mr. Hamza, ondoa shaka kabisa, wakikuhudumia ni sawa tu na kuonyesha heshima yao kwako. Kwa hiyo tafadhali usijali, hao watoto ambao wamekuwa kidekezwa hivi, kwa hiyo ondoa hofu kabisa. Hamza akasema sawa, nimekubali lengo, lakini bado tuna mikono na miguu, haina haja ya kufanya hayo yote, alijibu Hamza. Wakati Hamza akitaka kusimama kwenda kuchukua chakula chake mwenyewe, Mdosa alipiga magoti chini huku akinyoosha mikono kama anapokea sakramenti ya ubatizo. Akasema kwamba Mr. Hamza, tafadhali naomba unipatie nafasi ya kukuhudumia, kurekebisha pale nilipokosea. Zilha akasema kwamba ni kweli kabisa Mr. Hamza, tunataka kufanya kitu chochote kwako kuonyesha nia yetu ya dhati, aliongea Zilha na kukimbilia upande wa mabakuli ya chakula na kuanza kumchotea Hamza. Hivyo hivyo Mdosa alijiunga na mke wake na waliambizana kumtengea Hamza chakula. Kwa jinsi walivyokuwa kijaza sahani ni kama vile ndio kwanza Hamza anaanza kula. Haikuchukua muda mrefu, Zilha na Mdosa walifikisha sahani na kuziandaa kwenye meza katika mpangilio mzuri kwa ajili ya bosi Hamza. Sasa Mdosa akasema kwamba Mr. Hamza, Boss Regina, tafadhali naomba mfurahie chakula, kama kuna chochote kingine mnahitaji msisite kutuambia. Hamza kauliza, nyie hamjakitia sumu kweli? Swali hilo lilimwogopesha mno Mdosa na mke wake kiasi cha kutaka kupiga magoti kwa mara nyingine. Hamza akasema kwamba na watania bwana, kwa nini mna wasiwasi hivyo? Mnaweza kukaa na kuendelea shughuli nyingine tu, nitasahau kilichotokea leo, aliongea Hamza akiwapa ishara ya kuondoka. Wawili hao kusikia hivyo ni kama vile walikuwa wafungwa waliopokea msamaha wa rais. Walishia kutingisha vichwa vyao kwa heshima huku wakiwa na macho ya shukrani, kama vile watatoa machozi muda wote. Basi bwana, walijua fika kwamba kama wasingefanya jitihada hizo za kuomba msamaha, wakisharudi nyumbani wangepokea adhabu nzito sana, pengine hata kuondolewa katika nafasi zao za uongozi. Sasa muda mchache baadaye ni kama swala hilo lilianza kusaulika kidogo kidogo kutokana na watu wengi kuwa busy na maongezi ya watu wazito waliofika hapo. Ni muda ambao pia hafla hiyo ilikuwa ikitarajiwa kuanza muda wote kutokana na wageni wote kuwasili, na hata hivyo watu wengi walikuwa wakitaka kuongea moja mbili tatu na Hamza pamoja na Regina, wengi wakiwa na shauku ya kutaka kumjua zaidi Hamza ni nani, mpaka kuonyeshwa heshima kubwa na vigogo wa nchi. Jambo kubwa ni kwamba ukitoa familia ya Wanyika,
Karibu watu wa familia kubwa zote walikuwa wameketi meza moja na Hamza. Ni kama vile na wao walitaka kufahamiana na Hamza kwa ukaribu. Upande wa Hamza kuzingirwa na mabosi hao kulimfanya kutokuwa na furaha, kwa sababu kila akitaka kutafuna walikuwa akimuongelea na kumfanya sasa kosa uhuru wake. Hata hivyo, kwa sababu kati ya watu hao alikuwepo baba yake Himidu, aliona sawa tu kujumuika nao. Mara baada ya maongezi ya muda mrefu, waliweza kujiondoa baada ya kuona Hamza hakuwa na mudi ya kuongea, hivyo alimwacha, jambo lilomfanya Hamza kupata aweni. Regina aliyekuwa pembeni alikula kidogo tu na akaacha. Akili yake ilikuwa katika hali ya machafuko makubwa kutokana na pete iliyokuwa kidoleni mwake. Kadri alivyoendelea kuangalia pete hiyo, ndivyo alivyozidi kuona ni nzuri kupindukia. Alishia kumuinamia Hamza kwenye sikio lake na kumnong'oneza kwamba Habi, hii ndio pete ya uchumba. Hamza akasema haiwezekani bwana, kwa ajili ya kukuchumbia nitaandaa pete ya kawaida tu ya almasi. Reji akasema kwamba lakini pete ya almasi haitakuwa na thamani kubwa kama hii iliyodondoka kutoka angani. Mimi nitaishia kuisahau tu. Aliongea Regina huku akimwemwesa lipsi zake. Kisha akaendelea kwa kusema kwamba mimi nidhani leo ndio umeamua kunichumbia rasmi. Hamza akasema ndio unaona hivyo. Hamza alikuwa akiumiza kichwa chake sana kuhusu swala la kumchumbia Reji na alishindwa kabisa kufikiria namna kamilifu ya kukamilisha swala hilo. Regina alisema kwamba mimi sitaki kudanganya bwana, mimi nimeridhika vya kutosha. Najisi kuwa mwanamke mwenye furaha dunia nzima. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akimeza mate mengi. Kisha aliongea kwa kumnong'oneza kusema kwamba kama ni hivyo basi tufanye kweli mke wangu, ili baadaye niweze Regina mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akishikwa na aibu na kumsukuma Hamza akasema bwana, unaongea ujinga gani muda huu? Watu jua wanatuangalia. Hamza alishia kucheka tukihuni. Na hapa kwa akili haraka Hamza ni kwamba kama ni hivyo basi wafanye kweli ili baadaye aweze kumnyandua. So hakujali kabisa kama kuna watu wengi waliokuwa wakimkodolea macho ya maswali. Regina hakujua cha kumfanya Hamza muda huo, lakini moyo wake ulikuwa umelainika mno na aliona pengine ni sawa tu kumpatia kitumbua kama alivyotaka. Hivyo alishia kutingisha kichwa kumkubalia kwamba wakirudi yupo tayari kumpa kitumbua ale. Basi Hamza kupewa ishara hiyo alijikuta mwili wake wote ukitetemeka. Just imagine unasubiri mtoto mwaka mzima na kila siku unamuona jinsi anavyonawili na kuvutia, mrembo, akijifunga kale kataulo kwenda kuoga, akili inachanganyikiwa, unanyimwa mwaka mzima, alafu unaambiwa kwamba tukirudi tu usiku huu na kupatia. Hamza alikuwa na furaha kiasi kwamba alitamani kusimama na kutangazia umma kinachokwenda kutokea, kisha kuondoka mahali hapo kwenda nyumbani. Hakuamini kwamba baada ya kuvumilia kwa zaidi ya mwaka hatimaye mke wake anamkaribisha kwa ajili ya kula tunda. Sasa Reji akasema kwamba hebu acha kwa hivyo Habi, macho yako yanatisha jue. Regina alionekana kuwa na hofu mara baada ya kuona Hamza akimkodolea macho makubwa. Hamza alishia kucheka chini huku akiweka mkono wake kisirisiri juu ya mapaja ya Reji na kumwambia kwamba haina haraka, tunaondoka hapa muda si mrefu. Reji akasema kwamba hapana, tutaondoka baada ya kuangalia utumbuizaji. Hamza akasema hivi kumbe kuna kutumbuiza? Hamza alijikuta akijawa na mawazo, akihoji kimoyomoyo kwa nini hafla hiyo ilikuwa na mambo mengi sana ya kuchosha. Sasa wakati huo wakiongea, mara taa za stage ziliwashwa huku taa za ukumbi zikizimwa. Ilikuwa ni kama walikuwa wanakwenda kuanzisha show maalum ya burudani. Ni muda ule mwanaume aliyekuwa na sura ya utanashati na mavazi ya kuvutia alitokea kwenye stage akiambatana na mwanamke mrembo. Wote kwa hakika walikuwa ndio washereheshaji wa tukio hilo. Mara baada ya wote wawili kuanza na maongezi ya ufunguzi wa tukio hilo, yule mshereheshaji wa kike alitoa tabasamu la kuvutia na kisha akamwangalia yule mshereheshaji wa kiume. Akasema kwamba hatutaendelea kupoteza muda, tunakwenda moja kwa moja kwenye tukio letu la kwanza. Na unajua ni tukio gani? Msikilizaji, ilipaswa ionekane kama mazungumzo ya kimatangazo ili kuwatia shauku hadhira. Hata hivyo, kwa namna yule mwanaume alivyojihusisha iliwafanya wageni kuwa na sura za ajabu kidogo. Sasa yule mwanaume akasema kwamba tukio letu la kwanza ni kukuua wewe.
Yule MC wa kiume ghafla alitoa tabasamu la ajabu na kisha akatoa kisu kutoka kwenye kiuno chake kwa spidi kubwa na kumchoma nacho tumboni MC wa kike. Mpaka anachomwa kisu kile, yule MC wa kike bado alikuwa kwenye mshangao, kama vile hakuwa anaelewa mwenzake alichoongea. Ni mpaka pale mwanamke huyo alivyoinamisha kichwa chini na kuona kisu kikiwa kimezama tumboni mwake huku damu zikitoka, ndipo alipojua kilichokuwa kimetokea. Alishia kutingisha, alitingishika kidogo tu, akarudi nyuma na kisha akaanguka kwenye stage. Jambo hilo liliwashtua wageni wote hapo. Hivyo taharuki kubwa ilitokea ya vilio nini, huku kwa wakati mmoja sauti za kuwaita walinzi zikisikika. Walinzi hawakuwa mbali sana na eneo hilo. Hivyo mara baada ya kusikia makelele hayo, haraka walinyanyua bastola zao kuelekeza kwenye stage, huku baadhi wakikimbia kwa muundo wa kijeshi na kuzingira viongozi na mabosi wao. Hamza alishia kukunja sura. Kwa kumwangalia tu yule mwanaume mshereheshaji, aliona kabisa kuwa hakuwa na mafunzo yote ya kijeshi wala nishati za mbingu na ardhi. Kwa lugha nyepesi alionekana kuwa mtu wa kawaida sana. Sasa alijiuliza, kama alikuwa kwenye akili zake timamu, kwa nini ghafla tu amuue mtu? Kulikuwa na walinzi wengi sana eneo hilo, akiwemo makachero wa serikali, lakini licha hivyo MC yule alikuwa bado amesimama tu juu ya stage akiwa na tabasamu la ajabu. Basi kiongozi wa usalama kwa nguvu kabisa tena ikakamavu akasema kwamba weka kisu chini, nyanyua mikono juu. Basi mmoja wa wageni ndani eneo hilo alipiga makelele akasema, mnaendelea kufanya nini bana, mpige risasi. Lakini ni muda ule ule yule MC wa kiume alitoa kicheko kikubwa cha ukichaa, na kisha pale pale tena kwa sauti kubwa akaongea kwa lugha ya Kiingereza akisema kwamba everyone here please enjoy the most brilliant firework tonight. Aliongea kimaanisha kwamba amewaandalia tukio la kulipuka kwa mafataki. Sekunde ile alipomaliza kutamka maneno hayo, sauti kubwa ya kuumiza masikio ilianza kusikika kutoka pande zote za eneo hilo. Ilikuwa ni milipuko ya moto iliyokuwa ikitokea kutoka kila upande wa jengo hilo, kuanzia juu ya dari hadi sakafuni. Sasa milipuko hiyo ilikuwa ni kama maua yanayochanua kwa ghafla kutoka chini, yakilisambaratisha jengo hilo. Ilionekana dhahiri kulikuwa na mabomu yalikuwa yametegwa chini ya sakafu za eneo hilo. Ingawa ilionekana kuwa mabomu madogo, yalikuwa na nguvu kubwa ya kuua. Kwa wale matajiri na baadhi ya walinzi waliokuwa karibu na mabomu hayo, walisambaratishwa mara moja na kutokufahamika tena. Baadhi ya matajiri walishia kupoteza viungo vya miili yao, huku wengine wakizingirwa na moto. Kuhusu yule MC wa kiume, alikuwa bado yupo juu ya stage akiendelea kucheka kama kichaa, na mara tu boom, alisambaratika vipande vipande na yeye. Muda huo wakati Hamza akisikia mlipuko wa mabomu hayo, tayari alikuwa amemkumbatia Reji kumkinga, na alipokuwa tayari kufyatuka naye kutoka nje eneo hilo, mara alijikuta akikumbuka jambo lingine. Akiwa na Regina mkononi, alifyatuka kuelekea eneo la katikati ya ukumbi huo. Hamza hakuwa amesahau kuwa kulikuwa na mwanamke wake mwingine ndani ya eneo hilo. Ingawa Yulia siku zote alionekana kuwa mtulivu, milipuko hiyo ya ghafla ilimfanya kuhamaki na kushindwa kujua cha kufanya. Ni muda huo aliweza kushuhudia taa ya glasi iliyokuwa imening'inizwa juu ya paa yenye uzito wa kilo kadhaa ikitaka kumdondokea. Alijikuta akiinamisha kichwa, ni kama tu mtu ambaye tayari kwa lolote kutokea. Ni kama akikiona kifo chake kikimjia huku akipiga makelele. Hata hivyo ni sekunde ile aliweza kusikia kishindo huku taa ile ikidondoka pembeni. Hamza alikuwa na wepesi wa hali ya juu. Mara baada ya kuona taa ile ikitaka kumdondokea Yulia, aliruka kwa sarakasi akapiga teke, kisha pale akamshika Yulia kiunoni na kumwambia tondoke. Yulia alikuwa katika mshangao mara baada ya kumuona Hamza akiwa mbele yake pamoja na Reji. Alijikuta akiguswa na jambo hilo. Mwanzoni alikuwa hana furaha kutokana na matendo ya Hamza, lakini tukio hilo lilimfanya ile hali yake ya kutokuridhika itoweke. Asa Hamza aliyekuwa amewashika wanawake wawili kwa mikono yake yote, alifyatuka kama jini kutoka eneo hilo. Muda huo hakujali tena kuhusu watu wengine waliokuwa wakipiga makelele ya kuomba kusaidiwa. Sasa mlipuko huo ulikuwa wa ghafla sana na hakuwa amejiandaa kabisa. Baadhi ya mabosi wakubwa waliokuwepo ndani eneo hilo walikuwa na walinzi wenye mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, hivyo walipata ulinzi wa haraka. Hata hivyo, kutokana na mlipuko huo kulisababisha moto mkubwa na kuporomoka kwa zege, nguzo na kila kitu kilichokuwa juu kikadondokea.
wageni hao. Wengi wa wageni hawakuuawa na mlipuko, bali kutokana na kuporomoka kwa floor ya juu yao. Hata walinzi waliokuwa na uwezo walipata wakati mgumu mno kujaribu kuokoa mabosi wao. Sasa upande wa Hamza, aliweza kutoka salama na wanawake wawili mikononi mwake na kwenda kusimama nao kwenye bustani. Mara baada ya kugeuka, aliweza kuona jengo lote la ukumbi likiwa katika moto mzito. Ingawa mifumo ya kuzima moto ya kiteknolojia ilikuwa tayari imefunguka na kumwaga maji, hata hivyo moto ulikuwa ni mkubwa kupita uwezo wa mifumo hiyo. Ni muda huo ambapo eneo hilo ambalo mwanzo lilikuwa na ulinzi mkali wa kuzuia watu kusogea, ghafla lilijaa watu wengi waliokuwa wakikimbilia kutoa msaada, huku baadhi wakirekodi tukio hilo kwa simu. Sasa Reji akauliza kwamba Habi, nini kinaendelea? Aliuliza Reji aliyekuwa na uso wa kufubaa. Ingawa alikuwa na mafunzo ya nishati, bado hakuwa na ujasiri wa kutoshtuka na tukio hilo. Yule kwa mshangao akasema kwamba hivi imetokeaje hii? Kwa ulinzi mkali uliokuwa umeimarishwa hapa na ukaguzi, yaani inakuaje mabomu yakategwa? Hafi yule MC ni mmoja wa watu maarufu sana hapa nchini na amekuwa akisherehesha shughuli nyingi, tuseme kwaje ghafla fanya vile? Yulia alizungumza hivyo katika hali ya kupaniki. Hamza upande wake alishia kukunja sura tu, kisha akamgeukia mke wake akasema kwamba wife, binamu hawakuwa na taarifa yote juu ya hili. Regina akasema kama ungekuwa na taarifa ungenitaarifu mapema, kwa hiyo sijapokea taarifa yote. Hamza akasema okay, pengine ni kawaida kutokujua kinachoendelea. Kama hawa watu waliweza kutega mabomu katika hafla yenye itifaki za ulinzi mkali kama hii, basi uwezo wao sio kawaida. Regina akasema Habi, kama uwezo wao yani, alafu kama swala la uwezo, mimi naamini uwezo nao, kwa nini usiende kuwasaidia baadhi yao? Hamza pia alikuwa akitaka kwenda kuwasaidia. Tatizo ni kwamba hakujua adui yuko upande gani. Kama akiwaacha peke yao hapo, yani awaache hapo nje, wasiwasi wake ulikuwa kwamba wanaweza kushambuliwa. Sasa Reji akasema kwamba Habi, usio na wasiwasi kuhusu ulinzi wangu. Walinzi wa bondeni wapo karibu yangu na Roda pia yupo hapa. Alongevu Regina. Hamza alishia kutingisha kichwa tu, na kisha kwa spidi ya upepo aliingia kwa mara nyingine kwenye jengo hilo lililokuwa likiungua. Haikuchukua muda mrefu, Hamza aliweza kuwatoa watu wawili waliokuwa wamejeruhiwa. Mara baada ya kufanya trip kadhaa za kuingia na kutoka, aliweza kutoa baadhi ya watu wengi waliokuwa bado hai, huku akipotezea wale ambao tayari walishafariki. Baadhi ya walinzi waliokuwa na mafunzo ya nishati, haikuwa ngumu kwao pia kuwaokoa baadhi ya watu. Hata hivyo, baadhi ya matajiri walikufa papo hapo wakati mlipuko ulipotokea. Sana wengi wao ni precious. Unajua tena matajiri nini, mazoezi nini, inakuwa ni kwa hali ya chini, vyakula wanavyokula. Kwa hiyo wengi ile mshtuko. Na katika eneo la tukio, hali ilikuwa ni ya taharuki kubwa. Video vilisikika kila kona. Baadhi ya watu walikuwa kilaani tukio hilo, huku baadhi ya matajiri wakiwa katika hali za kuchanganyikiwa na kukimbia hovyo barabarani. Hata hivyo, kutokana na msongamano mkubwa wa jiji uliotokea ghafla, ilikuwa ni ngumu kwa watu kuondolewa haraka kutoka eneo hilo. Sasa wakati Hamza akitaka kuanza kumtafuta baba yake Himidu, miongoni mwa baadhi ya majeruhi waliokuwa wameokolewa, aliweza kusikia mtu akitaja jina la Mzee Ali akisema kwamba pole sana Mzee Ali, pole sana. Ni muda huo aliweza kumuona Mzee Ali akitolewa na walinzi wake kwa kubebwa kulia na kushoto, huku suruali yake yote ikiwa imelowa damu. Basi mzee huyo, huku aking'ata meno kwa nguvu kutokana na maumivu makali, akasema kwamba asanteni bwana, niko sawa. Hamza mara baada ya kuona hali ya mzee huyo, alikimbilia haraka kuelekea alipo na kuomba apishwe ili kumwangalia. Mara walinzi walipomwona ni Hamza, hawakumzuia hata kidogo, bali haraka walimpa nafasi. Hamza alishia kuchana suruali ya mzee huyo, na pale aliweza kuona jeraha kubwa kwenye paja la mguu likitoa damu. Sasa Hamza akasema kwamba mzee, umeumiaje? Mmoja wa walinzi akasema kwamba alichomwa na kipande cha glasi. Hamza akasema, mshipa mkuu wa damu umekatika. Tunapaswa kudhibiti damu haraka isitoke, vinginevyo hatopata muda wa kufika hospitalini. Basi walinzi waliohusika kumlinda mzee huyo walijikuta wakipata mshtuko mkubwa mara baada ya kusikia maelezo ya Hamza. Sasa bodyguard akasema kwamba Mr. Hamza, tafadhali kama uwezo unao, jaribu kumsaidia bosi wetu. Basi Mzee Ali kwa sauti dhaifu akasema kwamba vipi kuhusu nishati za mbingu na ardhi, haziwezi kuzuia kutotokwa na damu? Baada ya mzee kuuliza hivyo, mlinzi akajibu kwamba nishati za mbingu zinafanya kazi ikiwa mzunguko wa damu ni imara. Hata tukifanya hivyo, haiwezi kuzuia damu kutotoka. Lazima kwanza tufanye upasuaji wa kuzuia damu.
Sasa akasema upasuaji itawezekanaje kufanyika hapa? Mlinzi mwingine akasema kwamba acha maswali mengi bwana, tafuteni ambulance. Mlinzi mwingine akamjibu kwamba sasa ambulance kwa msongamano wa magari itafikaje hapa kwa wakati? Basi Hamza hakujali watu hao walikuwa wakiongea nini. Alishia kukunja sura, akifikiria namna ya kumsaidia mgonjwa. Aliona ingekuwa rahisi kwake kumfanyia upasuaji mdogo wa kuzuia damu hapo hapo kisha kumkimbiza hospitali ya karibu. Tatizo ni kwamba hakuwa na kifaa chochote cha kufanyia huduma ya dharura. Lakini muda ule ule aliweza kusikia sauti ya Yulia nyuma yake. Yulia alisema kwamba matajiri wote wanaofika hapa wanaogopa kufa. Lazima kwenye magari yao hakukosi vifaa vya matibabu ya dharura. Basi Hamza ambaye hakujua ni muda gani wanawake hao walikuwa wamesogea eneo alilokuepo, ghafla alikumbuka kuangalia walinzi mara moja. Hamza akasema kwamba harakisheni kuangalia kwenye magari na kuuliza kama kuna waliokuja na vifaa vya dharura. Anaongea Hamza ambaye alikumbuka kuwa eneo hilo lilikuwa limejaa magari ya matajiri wengi, na kati yao kulikuwa na wazee ambao kwa kuogopa kufa lazima watembee na huduma za kwanza za kitabibu. Walinzi wale walikuwa washapo na haraka sana walianza kutafuta walichoagizwa. Hakika ndani ya sekunde tu waliweza kugundua uwepo wa madaktari eneo hilo, waliokuwa bize kutibu baadhi ya mabosi wao waliokuwa wamejeruhiwa. Mara baada ya kusikia kuwa mzee Ali alihitaji kusaidiwa kupitia vifaa hivyo, haraka walitoa bila ya maswali mengi. Hamza mara baada ya kuletewa hilo sanduku kubwa lenye dawa za dharura, aliweza kupata kila alichohitaji. Kwanza alipata dawa ya ganzi na kumchoma mzee Ali. Hamza akasema kwamba mzee wangu, unapaswa kuvumilia. Hatuna muda wa kusubiri mpaka ganzi ifanye kazi. Mzee akasema nishawahi kuwa mwanajeshi, jeraha kama hili ni dogo kwangu, wewe endelea tu. Hamza kupoteza muda, pale pale alichukua kisu na kukata ngozi ya juu kuzunguka eneo la jeraha mpaka alipoweza kufikia mishipa ya damu. Mara baada ya kuona baadhi ya mishipa ya damu iliyokuwa imekatika, haraka alifanya ligation kwa kutumia mipira. Upasuaji huo mdogo ulichukua dakika 4 tu. Hamza alikuwa na spidi kiasi cha kushangaza watu waliokuwa wamemzunguka. Hata Yulia aliyekuwa akiangalia alionekana kushangaa na alishia kuchezesha macho yake tu. Basi Hamza aliambiwa kwamba wewe ni mtaalamu mno, ndio maana uliweza kumponya Madam Warden. Hamza alishia kutoa tabasamu tu. Kisha alimgeukia mgonjwa akasema kwamba mzee wangu, kwa sasa tutaweza kuvumilia mpaka masaa 2. Hakikisha unafika hospitali haraka iwezekanavyo. Basi mzee akasema asante sana kijana. Ikitokea siku ukihitaji msaada wangu usisite kunitafuta. Anaongea mzee huyo aliyekuwa amepambwa na jasho usoni. Muda huo kulikuwa na makelele mengi ya magari ya zimamoto na wanajeshi waliweka juhudi kubwa mno katika kupambana na moto huo. Ndani ya muda mfupi tu waliweza kuzima kabisa. Kwa sababu za kiusalama, Hamza hakutaka kumruhusu Regina na Yulia kurudi nyumbani wenyewe. Badala yake aliwachukua na kuwaondoa, yani aliondoka nao kwenda moja kwa moja nyumbani kwa Dina. Hamza hakuwa na uhakika kama swala hilo lilikuwa shambulizi la kigaidi tu au kama mlengo alikuwa ni yeye. Aliamini kuwa karibu na wanawake hao ndio njia pekee ya kuwalinda pale ambapo anaendelea kufuatilia. Kwa kuwa Dina alikuwa ameshajulishwa kuhusu jambo hilo, hakukuwa na maswali mengi. Alishatuma watu wake kufanya uchunguzi wa swala hilo haraka, huku akiwapokea Hamza na wenzake kwenye makazi yake. Usiku wote Hamza hakulala. Alikuwa katika mawasiliano na Sally pamoja na watu wake wa Inferno ili kuweza kupata viashiria kama kulikuwa na shughuli zozote za kigaidi kimataifa kuingia nchini. Upande wa Reji alitoa maagizo kwa watu wa bondeni kuhakikisha wanafanya uchunguzi yakinifu kwa haraka na kutoa majibu. Sasa kutokana na ubizi wa kila mmoja, usiku ulipita haraka sana. Hata hivyo, tukio hilo lilizidi kuwa kubwa zaidi kwenye vyombo vya habari duniani. Taarifa ya polisi ilionyesha zaidi ya wageni 30 waliohudhuria hafla hiyo, wakiwemo matajiri na wafanyakazi walikufa hapo hapo, huku asilimia kubwa wakiwa wamejeruhiwa. Ilikuwa ni shambulizi la kwanza la kigaidi katika historia ya ulinzi wa nchi kutokea. Jambo kubwa ni kwamba swala hilo lilishindwa kufichwa kwa sababu waliopoteza uhai hawakuwa raia wa kawaida tu, walikuwa ni mabosi wa makampuni makubwa. Wachambuzi wengi na watu wa usalama wa ndani na wale wa nje ya nchi walitupia lawama zao kwa ulinzi wa taifa na intelijensia yake, wakilaumu kwamba serikali inashindwa vipi kulinda wananchi wake. Hasa upande wa familia za wahanga wa tukio hilo hawakuongea walivyojisikia. Walijua kuwa katika nyakati kama hizo umakini ni muhimu zaidi. Isitoshe, makelele mengi yanaweza kuwafanya kuwa shabaha. Basi asubuhi upande wa Kijichi,
Hamza na baadhi ya wanawake walikuwa kwenye meza wakipata kifungua kinywa. Dina ndiye aliyekuwa bize kuandaa chai kwa wageni wake akiwemo Hamza. Upande wa Hamza, licha ya kifungua kinywa hicho kuandaliwa vizuri, hakuwa na mudi kabisa. Alishakuuliza ya kwamba Dina, vijana wakupata chochote. Kwa uchunguzi wa ndani kwa hapo jijini, watu wa mtandao wa chatu ilikuwa ni rahisi kwao kupata taarifa kwa haraka kuliko hata binamu, kwa sababu wao ndio wenye muunganiko mkubwa na watu wa kawaida. Alafu kubwa zaidi ni kwamba matukio ya kigaidi kama hayo yanahusisha ulimwengu wa giza, na chatu ndio mtandao mkubwa uliokuwa ukisimamia biashara nyingi haramu. Sasa Dina alijibu ya kwamba unajua, nashangaza kwa taarifa nilizopewa inaonekana kuna watu hapa jijini walionunua baadhi ya malighafi za kutengeneza mabomu kwenye black market. Baada ya uchunguzi wa kina, tuligundua wanunuzi ni mmoja wa wafanyakazi wa ukumbi wa Tanzanite. Alijibu hivyo Dina. Hamza akasema kwamba ni kama nilivyokuwa nikifikiria tu, yale mabomu hayana mfanano na mabomu ya kijeshi, hivyo inaonekana waliotega waliyatengeneza wenyewe. Lakini kwa taarifa hiyo unaosema kwamba unaona maanisha kwamba waliohusika na wafanyakazi, si ndio? Dina akasema hilo ndio jambo la kushangaza, kwa sababu wafanyakazi wote ikiwemo wahusika ni watu wa kawaida kabisa ambao hawana historia yoyote ya kujihusisha na biashara haramu. Ni ngumu kuamini kama watu ambao hawana sababu ya kuua, hawana historia muunganiko wowote na mitandao ya kigaidi, wawe ndio waliotengeneza mabomu na kisha kuyatega. Hamza akasema sielewi hata. Yule akasema kwamba lakini mimi sidhani kama ni sahihi. Unaweza kutengeneza mabomu lakini kuyatega na kisha kutogundulika na watu wa usalama ni jambo lingine. Labda kama itokee walinzi wote waliofanya uchunguzi wa eneo hilo walikuwa katika mpango mmoja au kupewa rushwa. Lakini kwa kile mimi ninachojua walinzi wote waliohusika na masuala ya usalama ni kutoka kitengo cha usalama wa taifa. Hasa kwa nini wameshindwa kugundua? Au kuna sababu yoyote ya wao kukubali kuona watu wakifa? Mimi sijui chochote, na ukweli ni kwamba nilishawasilisha taarifa za uchunguzi kwa jeshi la polisi na wamesema wanafuatilia kwa ukaribu kwa kwanza kukamata washukiwa. Nadhani tutapata majibu kamili nini kimeendelea, au kama kuna mtu aliyepo nyuma tutajua. Kabla hata kumaliza sentensi yake aliweza kusikia sauti ya Lawrence ikiita ya kwamba madam, bro Hamza, afande Manengi kafika, anasema na jambo la dharura la kuongea na nyie. Dina akasema kwamba amekuja kutukamata au vipi? Kwa nini anatutafuta? Aliongea hivyo Dina. Hamza akasema mwambie ingie. Basi ndani ya dakika moja tu kamishna aliweza kuingia ndani ya eneo hilo akiwa katika mavazi ya kipolisi. Mara baada ya kumuona Hamza, Regina na Yulia, afande huyo alionekana kuwa na wasiwasi zaidi na kuisha tu kutoa salamu kwa tabasamu kusema kwamba Mr. Hamza, samahani sana kwa usumbufu. Hamza alishia kusalimia naye tu. Istoshe alikuwa akimfahamu kwa muda mrefu kidogo. Asa Dina ndiye aliyekuwa kwanza kuuliza, akasema kwamba kamishna, nini kinaendelea? Mmekwisha kuwakamata? Kamishna akasema kwamba boss Dina, hili ndilo swala ambalo limetuleta hapa. Katika maisha yangu ya utumishi sijawahi kushuhudia swala kama hili. Ni kama vile tunashindana na mizimu. Hamza akasema unamaanisha nini afande? Kamishna akasema Mr. Hamza, masaa mawili yaliyopita tuliweza kuanza kufanya msako dhidi ya watu 11 ambao boss Dina alitupatia taarifa zao. Lakini katika hali ya kushangaza wote wamefariki. Dina ajikuta akishangaa akisema wamefariki. Hamza, Regina na Yulia walionekana kushangaa pia. Hakuna hata mmoja ambaye alitegemea hilo. Kamishna akasema kwamba ndio, na wote vifo vyao vinashangaza sana. Mshukiwa wa kwanza amekufa kwa kugongwa na gari barabarani mara tu baada ya mlipuko kutokana na kulewa sana. Wa pili ameokotwa pembezoni mwa fukwe ya Koko akiwa ni mfumaji, ikishindikana kueleweka kama alikuwa amejizamisha mwenyewe au vipi. Watatu amejitoa hai kwa kujilaza kwenye njia ya reli na kugongwa na treni ya mizigo. Na wengine wawili wamekufa kwa kujirusha kwenye majengo, na mwingine kwa sumu, na mwingine mwanamke alijiua akiwa jikoni kwa kisu. Hamza kusikia taarifa hiyo ajikuta akikunja ndita kwa kuona swala hilo lilikuwa ni nje ya matarajio yake. Ilionekana adui aliondoa kabisa nyayo zake kwa kutumia mbinu za kikatili ambazo hazikuheshimu kabisa misingi ya utu. Asadina akauliza kwamba kwa hiyo unamaanisha kwamba ni hakuna mhusika hata mmoja ambaye yupo hai? Kamishna akasema ndio, sio tu kwamba tumeshindwa kuwapata, lakini baadhi ya familia zimeanza kukasirishwa na sisi na kuona kwamba sisi ndio chanzo cha ndugu zao kujitoa hai. Sasa akasema inakuaje hii? Ingekuwa sawa kama kuna hata mmoja ambaye angekimbia, lakini sasa wote kuamua kujiua tena ndani ya muda mmoja.
Basi Hamza akauliza kwamba afande, katika uchunguzi wenu mmejaribu kufuatilia maisha yao ya kila siku kuona kama kuna sababu yoyote ya kufanya hivyo? Kamishna akasema kwamba tumefanya uchunguzi wa kina na hata kuuliza watu wanaowajua, ndugu na hata marafiki, ila hakuna viashiria vyovyote vya kuonyesha walikuwa wahalifu. Karibia wote ni watu waliotambulika kuwa na tabia njema, wengine wakiwa ni waumini wa dini. Ni kama vile ni watu ambao walikuwa wameshikiliwa akili zao na kufanya uhalifu. Hamza akasema, mmeweza kufanya uchunguzi kama hawa watu walikuwa wapi kwa siku kadhaa za nyuma na watu gani waliwasiliana nao? Kamishna akasema, kuhusu hilo kidogo ni ngumu kujua. Mfumo wetu wa uchunguzi bado haujakamilika kufuatilia mambo yote hayo kwa muda mfupi. Pia hawa ni wahusika wengi. Kama kweli walikaa chini na kupanga njama za kutekeleza tukio, sidhani kama mifumo yetu ya intelijensia isingepata viashiria. Regina akasema, Abi, hebu ngoja nifanye mchakato wa uchunguzi wa kina kuanza kufanywa. Pengine hao walikuwa ni magaidi waliojivika sura tu za wema na kujificha kwenye jamii. Hamza akasema, sawa, nitaliacha hili swala mikononi mwako mke wangu. Bado nashindwa kuelewa kama hawa watu hawana mawasiliano moja kwa moja na bado wakaungana kufanya tukio hili kwa pamoja. Lazima kuna sehemu ndogo tu inayowaunganisha. Tukishapata sehemu hii ni rahisi kufanya uchunguzi na kugundua swala moja baada ya lingine. Aliongea Hamza. Kamishna Maningi aliyekuwa akisikiliza hayo alikuwa na sura ya mshangao kidogo. Alijiuliza, Regina mfanya biashara tu atawezaje kufanya uchunguzi ambao jeshi la polisi limeshindwa? Hata hivyo hakujaribu kuuliza. Sasa ni muda huo simu ya Hamza ilianza kuita. Hamza mara baada ya kuangalia anayepiga aligundua ni afande Simba na alishindwa kujizuia kushangaa tu huku akipokea. Hamza kauliza kwamba kuna tatizo afande Simba? Afande Simba akasema, tupo nje eneo ulipo, tuna swala muhimu la kuongea na wewe pamoja na Kanali Yulia, hivyo ambia wengine wote ondoke. Hamza alishia kusinyaza macho yake tu huku akijiambia kwamba huyo bwana ni mwepesi mno mpaka kuwepo hapo muda huo. Sasa Hamza akamwambia afande Simba kwamba hakuna mtu mgeni hapa, nyinyi ingieni. Afande Simba akasema sawa, kuna shida. Basi kamishna kwa mhemko akauliza kwamba Mr. Hamza, huyo ni afande Simba mkuu wa jeshi? Hamza akajibu ndio. Kamishna akasema, kumbe na mawasiliano moja kwa moja na mkuu wa vitengo. Kamishna alionekana kujawa na hali ya tabasamu na mshangao wa wivu kwa wakati mmoja. Hamza akauliza kwamba vipi, unataka kupata cheo nini? Kamishna akasema hapana. Afande huyo alishia kutingisha kichwa chake haraka, ingawa ilikuwa ndio wazo, hata hivyo asingeliweka wazi. Akasema kwamba nitaridhika kukutana na afande Simba ana kwa ana. Basi ni muda huo aliweza kuona afande Simba pamoja na afande Himidu wakiingia ndani ya eneo hilo. Kilichomshangaza Hamza zaidi ni kwamba afande Karume, makamu mkuu wa kitengo cha Sleeping Lounge, pamoja na Nyakasura pia walikuwepo. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Hamza kumuona Nyakasura na baba yake pamoja. Ilionyesha ni dhahiri swala la jana lilikuwa limetikisa mfumo mzima wa ulinzi wa nchi. Sasa afande Simba akasema kwamba umesema hakuna wageni? Aliongea afande Simba kwa akimwangalia kamishna Maningi. Sasa muda huo kamishna alikuwa na furaha kiasi kwamba ulimi uliishia kucheza bila kutoa sauti. Haraka alisimama na kupiga saluti. Akasema, report. Mimi akasema, nakufahamu kamishna. Ila kwa cheo chako upaswi kushiriki katika haya mazungumzo bwana. Unapaswa kuwepo kwenye ofisi yako kuhakikisha ulinzi wa kanda yako upo sawa. Aliongea hivyo Simba, na baada ya Simba kuongea hivyo, hofu ilimjaa kidogo kamishna. Hata hivyo ni muda huo alifurahi mara baada ya kusikia afande Simba anamfahamu. Na haikuwa jambo la kushangaza kwa kuwa alikuwa na rekodi safi ya utendaji kazi. Afande Maningi alishia kutoa saluti akiwa na furaha na kisha aliondoka kwenda kutimiza maagizo yake. Upande wa Hamza kidogo alikuwa katika mshangao. Kuona wote wanne wakiingia ndani ya eneo hilo ni kama chumba kilikuwa kidogo ghafla. Dina alionekana kuelewa watu waliofika hapo si wa kawaida. Hivyo alishia kumwambia Hamza kwamba nitakuwa nje na majukumu yangu ya kazi, mnaweza kuongea tu. Hata hivyo Hamza alimshika mkono kumzuia na kumkalisha chini, akamwambia kwamba wewe ni wa kwangu. Hakuna mtu yeyote anayeweza kukuweka mbali na mimi. Aliongea hivyo Hamza. Mara baada ya kusikia hivyo, alijikuta akisikia vizuri kwenye moyo wake. Sitoshe, Hamza aliongea hivyo mbele ya Regina na Yulia. Upande wa Yulia na Regina walijifanya hawakuwa wamesikia na kujiweka bize kunywa chai. Sasa Himidu ndiye aliyekuwa kwanza kuongea baada ya wageni wote kuketi, akasema kwamba bosi, asante sana kwa kumsaidia yule mzee jana. Hamza huku akicheka akasema usiwaze sana kuhusu yule bwana, sisi ni ndugu.
hivyo nilichofanya kilikuwa ni wajibu wangu. Afande Simba, sura yako mbona imejikunja hivyo na kuwa mbaya? Usiniambie kwamba dhoruba ndogo kama hii imekufanya na wasiwasi namna hiyo. Uso wa Afande Simba uliokuwa katika hali ya ukauzo ulizidi kuonyesha hali ya kutoelezeka wakati akimwangalia Kanali Yulia. Afande Simba akasema kwamba Kanali Yulia, komredi mwenzako Brigita Shelukindo ameondoka. Yulia mara baada ya kusikia kauli hiyo alishia kuinua kichwa chake. Kulikuwa na hali ya mshtuko kwenye uso wake wa kirembo, na hata baada ya kuwa kimya kwa sekunde kama 10 bado alionekana kushindwa kuongea. Hamza kwa mshangao kauliza kwamba Brigita Shelukindo ni nani? Himido akasema kwamba huyu alikuwa ni mwalimu wa Yulia akiwa chuoni. Ni mwanasayansi nguli wa fizikia, makombora na mtafiti wa kijeshi wa masuala ya anga. Hamza alionekana kushangaa. Mtaalamu wa aina hiyo kwa nchi yoyote ni hazina ya taifa. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile ulinzi wake ulipaswa kuwa mkubwa. Sasa alijiuliza kwa nini ghafla tu akafariki. Sasa Yulia kwa sauti ya utulivu akauliza kwamba nini kilimpata profesa mpaka kifo chake. Aliongea kama vile hakuwa na hisia zozote. Akajibiwa kwamba hilo ndilo swala lililotufanya tufike hapa mara moja leo hii. Ameuawa na mke wa mtoto wake kwa kisu cha jikoni. Kila mmoja aliyekuwepo hapo alijikuta akishangaa. Yaani ni kama vile hawakuwa wamesikia vizuri. Dina alishindwa kujizuia kuuliza kwamba kwa nini mke wa mwanaye amuoe. Akajibiwa kwamba mpaka sasa hakuna majibu moja kwa moja, kwa sababu mara baada ya kumuua mama mkwe wake naye alijiua hapo hapo. Kwa kuzingatia tabia yake na mambo mengine, tunashindwa kuelewa kwa nini alifikia uamuzi huo. Mtu mwingine alijiua. Hamza alijikuta akihisi kuna muunganiko na wale watu wengine waliojiua. Maana haiwezekani matukio yafanane. Basi Afande Simba akauliza kwamba unamaanisha nini kujiua tena? Yaani kuna wengine waliojiua? Hamza alishia kumueleza kuhusu kilichotokea juu ya uchunguzi wa awali wa tukio la kigaidi. Mara baada ya kusikia uchunguzi huo wa awali, Afande Simba alipiga paji lake kwa hasira sana. Akasema kwamba tukio lazima yatakuwa yamefanywa na mtu mmoja au kikundi cha watu wa aina moja. Lakini inawezekanaje wakawaroga mpaka watu wa karibu wafanye mauaji kwa wataalamu wetu? Hamza kauliza kwamba wataalamu wenu, kwa hiyo anasema kwamba ni kuna wengine. Afande Simba akasema ndio, ukiachana na Profesa Brigita Shelukindo, kuna wataalamu wengine wa masuala ya kisayansi ambao wamepoteza uhai jana baada ya kuuawa na watu wao wa karibu. Ingawa aina ya vifo na sababu ni tofauti, lakini wote waliohusika wamejiua pia. Kila mtu alijikuta akikosa usemi. Ni kama vile kulikuwa na ukungu mweusi katika kila akili ya mmoja. Sasa Afande Simba aliendelea kuongea akisema kwamba hili swala limeliingiza taifa letu katika hali ya dharura kutokana na hasara kubwa. Hawa ni wanasayansi tegemezi ambao hawawezi kupimwa kwa hela. Tafiti zao za kisayansi zilikuwa ni muhimu kwa ajili ya kesho ya taifa letu. Sio wanasayansi ambao tunaweza kuwategemea kwa miaka 10 au 20. Wasomi 5 wamekufa kwa wakati mmoja na wote wana uhusiano na utafiti wa masuala ya kijeshi. Kwa hiyo tulikuwa na jinsi zaidi ya kuja haraka hapa kuhakikisha kwamba Kanali Yulia anakuwa salama. Basi Hamza alishia kutingisha kichwa na kumwangalia Afande Karume pamoja na mwanae. Hamza akasema ndio maana naona mpaka watu wa Sleeping Lions wapo hapa. Afande Karume akasema kwamba kaka mdogo, hili swala sio la kawaida. Nchi bila wasomi haina future. Tupo katika nyakati za mageuzi makubwa ya kiteknolojia. Kwa hiyo umuhimu wa hawa wasomi ni mkubwa kuliko wanasiasa na wanajeshi wa nishati za mbingu na ardhi. Vifo vyao vimewasha king'ora cha taifa. Na kama tutaendelea kumruhusu huyu adui kuendelea kuua wataalamu wetu, ni sana kusema msingi wetu wa nchi unashambuliwa. Hivyo swala hili sio la jeshi la polisi wala usalama wa taifa kuchunguza peke yao. Ni swala la idara zote za ulinzi na usalama wa nchi. Hivyo sisi kama sehemu ya ulinzi wa nchi hii ndio maana tupo hapa kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa taarifa yote ya kutilia shaka. Basi baada ya Karume kuongea hivyo, Nyakasura aliuliza huku akiwa amekunja sura, akasema kwamba baba, ndio umemhitaji hivyo? Kaka mdogo ndo nini? Karume akasema kwani kuna shida gani kimuita hivyo? Nyakasura akasema haiwezekani. Yaani kama unamfanya kuwa mtu wa umri mkubwa sana kuliko mimi. Yaani kama vile ni wa kizazi chenu. Aliongea Nyakasura akiwa na hasira. Sasa Hamza akasema kwamba Afande Nyakasura,
nadhani tuachane na hayo na tuongelee kwanza swala muhimu lilopo mezani. Nyakasura akasema, hili ni swala juu ya meza pia. Yaani inakuaje wanakupa cheo cha umri mkubwa kuliko mimi? Karume akasema kwamba wewe mtoto, basi ameisha bwana, nitamuita tu Hamza. Nyakasura akasema namna hiyo sasa. Basi mara baada ya majibishano hayo ya nje ya mada, upande wa Afande Simba yani ni kama alionekana ni kuwa na mawazo mengi sana. Kisha akasema ya kwamba Kanali Yulia, Mr. Karume ni makamu mkurugenzi wa kitengo cha Hidden Lands na ni baba yake Nyakasura. Naamini tayari alishakutana, yani ulishakutana naye mwanzo, na kwa sasa wewe ndio mwanasayansi pekee katika nchi yetu ambaye unaweza kutafsiri ethics. Na kama nchi hatuwezi kukupoteza kwa namna yote ile. Hivyo Nyakasura na baba yake wapo hapa kuhakikisha usalama wako. Basi muda huo wakati akiongea, mara mwanamke mrembo aliyevalia nguo nyeusi aliingia kutoka nje. Alikuwa ni Roda aka Black Fog. Roda alikuwa na ukauzi wa kininja kabisa kwenye uso wake wakati akimwangalia Afande Karume pamoja na Afande Simba. Roda akasema kwamba nyewe watu wa Sleeping Lounge, Afande Msiba yupo wapi? Mara baada ya Roda kuuliza swali hilo la kibabe, iliwafanya Regina na kila mmoja ndani ya eneo hilo kuchanganyikiwa kwa kushindwa kuelewa kinachoendelea. Msikilizaji, nani yupo nyuma ya haya yote? Yaani sana wewe, yani watu unaowafahamu, yani wanauana wao kwa wao, yani na vifu vyenyewe vieleweki, na mtu unayemfahamu yani ni mtu ambaye ni mstaarabu sana. Sasa inakuwaje? Nani yupo nyuma ya haya yote? Maskini kutokea kwa haya majanga imesababisha mpaka leo kijana wetu alikuwa ameahidiwa tunda usiku huu. Sasa angalia mpaka vitu vimeharibika. Anyway, tukikutana sehemu inayofuata tutafahamu nani yupo nyuma ya haya mambo yanayoendelea. Muda wote ulikuwa na Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.